ambapo tumeendelea nalo katika wiki kadhaa hapo nyuma. Hii ni sehemu ya ngapi watakatifu? Sehemu ya ngapi? Ya nane? Ya sita, si ndio? So tuna sehemu ya sita ya somo letu, kwa kuwa sasa uko kanisani. Kwa kuwa sasa uko kanisani. Sehemu ya sita, kwa kuwa sasa uko kanisani. Tumekuwa tukiangazia. So sehemu ya sita kanisi ni mwendo mrefu kidogo. Kwa kama ni mara yako ya kwanza unasikiza somo hili, basi itakuwa ni hekima uende ukarejee sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano. Na kama kwa namna moja au nyingine umekuwa una miss hapo katikati, mara umepata ya tatu, mara ukasikiza ulikopo ya sehemu ya kwanza, basi kaa kwa utulivu ukapate katika mfululizo, ukasome, ukasikilize vizuri sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano. Kwa sababu kujifunza kuna nidhamu yake. Learning has discipline. Kuna discipline katika swala la kujifunza. Glory to God. Kuna nidhamu katika kujifunza. Kwa maana shuleni pia hauanzi topic ya 10 kwenye somo lolote. Unaanza na utangulizi. Ama kitabu kinaanza na maneno ya awali, alafu mwandishi anaweka utangulizi, alafu anasema sura ya kwanza kwenda sura ya pili. So ukianzia mbele, manake common sense tu kidogo inakwambia kwamba hauwezi ukapata the best kutoka kwenye kile ambacho mwandishi alikusudia uweze kupata. Glory to God. So same and likewise katika mambo tunayojifunza kanisani, ni mambo yaliyo systematic au yaliyo katika mpangilio. Wakristo katika kizazi chetu, ni bahati mbaya, tumefanya kama mambo ya imani, masomo na mafundisho ya kanisani ni kama ni mambo ambayo ni ya kulipuka leo hiki kesho kile. Yani kama hakuna mfumo mzuri wa kujifunza, kwamba hakuna haja ya kuwa na tunatoka hapa tunakwenda pale. Yani ni kama unataka kujenga nyumba, and then unaamua kuanzia dirishani. Unaweza kaanzia tu kujenga kwenye paa, ukaanza kuweka misumari, unapiga misumari, kuna mabati yako chini ovyo. No. Kanisa la Mungu linajengwa na fundisho la Kristo. Na ujenzi huo nao una utaratibu, una order. Yesu amefundisha mitume wake namna ya kufundisha, namna ya kujenga kanisa lake. Akawaambia, "Kawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu." Le neno kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, kufanya mtu kuwa mwanafunzi katika etimolojia ya Kigiriki lina maana kumwandikisha mtu darasani, kumwandikisha mtu kwenye shule. To enlist somebody in a school. Unamwandikisha shule. So shule hapo ni shule katika maana nzima ya shule, mahali ambapo mtu anapokea training, anapokea mafunzo. Si tu anapata taarifa, information, lakini anapata kufunzwa. Unajua kwenye Kiswahili tunasema anasoma shule au anajifunza. Yani maneno haya kwenye lugha yetu kidogo wakati mwingine hatujui sana Kiswahili. Kwa hiyo tunapata maana zinazopelea. Wenzetu wana maneno yamepanuka na yako wazi. Mfano, wanatumia neno learn alafu train. Tuko pamoja? To train. Tumeenda kwenye training. Tumeenda kwenye nini? Training. Wanaenda kwenye mafunzo, training. Wanaenda kuwa trained. Maana watu wanapoenda kuwa trained hawasikilizi tu. Kuna mambo wanahusishwa, hands on work. Kuna vitendo, kuna namna wanahusishwa kupewa uzoefu wa utendaji kwenye kazi. Si ndio They are receiving a training. Wanapokea mafunzo. Tuko pamoja? Kwa learning ni neno pana pia. Training. So sio tu study ama unasikiliza tu au unasoma tu, no. So in the church ama darasa ambalo Kristo anazungumza anasema kawafanye mataifa kwa wanafunzi, linahusisha namna ambapo watu hawa si tu wanasikiliza maneno, lakini katika kujifunza kwao kwanza, hayo wanaojifunza yako definite, yani yanafahamika, yana umahususi, kwamba fundisho linajulikana ni hili.
scope ya shule inajulikana, sio holela, sio mambo yoyote. Ndio maana Paulo ana ujasiri kumwambia Timotheo, mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu nini? Waaminifu, watakaoweza kuwafundisha na wengine. Hiyo ni Timotheo wangapi? Timotheo wa pili, sura ya 2, mstari wa 2. Hiyo ni tu. Maisha rahisi sana. Haleluya. Sasa mambo yale uliyosikia kwangu, maana yake mafundisho. Anasema hayo awakabidhi watu waaminifu. Kwa nini wao waaminifu? Kwa sababu watu wasioaminifu wataanza kuweka ujanja kuongezea kwenye mambo yale ambayo hayapaswi kuongezewa. Yesu anasema mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Wanafunzi ni followers. Wanafunzi methodes ni watu ambao wanafuata manake si tu mafundisho bali na mtindo wa maisha na makusudi ya maisha. Kwa maana yake wafuasi wa wanafunzi wa Kristo wanajifunza kwa Kristo, wanapokea elimu kwa Kristo, vichwa vyao vinakuwa brainwashed, wanaoshwa kabisa akili zao, falsafa zao, elimu zao za hovyo za ulimwengu, yani falsafa za kidunia, wanapata fundisho, elimu ya Kristo kwenye ufahamu wao inayobadilisha vipaumbele vyao. Ndio watu wanasema mtu kama amekutana na Kristo na fundisho la Kristo alafu vipaumbele vyake visibadilike, huyu atakuwa hakukutana na Kristo tunayemfahamu kwa maandiko. Unapokutana na Kristo ama fundisho la Kristo, kitu cha kwanza linafanya kwenye maisha yako, linabadilisha vipaumbele vyako. Linabadilisha nini? Mambo ambayo yalikuwa muhimu mara ya kwanza yanaweza yasiwe muhimu tena. Kuna mambo yanaanza kupata umuhimu. Vipaumbele vinabadilika. Kimsingi ni kama maisha yako yanapangwa upya. Kwa sababu umepokea si tu maelezo, umepokea na kusudi la kuishi kwako. Kwa mwanafunzi yuko chini ya mwalimu, anapokea makusudi ya maisha. Timotheo kama mwanafunzi kwa Paulo anasema umejua tabu yangu, uvumilivu wangu, makusudi yangu, pendo wake. Kwa amejifunza kwa Paulo, amepokea kwa Paulo, na si tu maelezo, no, namna ya kuvumilia katika kazi, namna ya kushindania imani, kusudi la maisha, avutwe na ongozwe na yapi hasa, vipaumbele vyake, kuvumilia mateso na tabu, amejifunza kwa mwalimu wake. Glory to God. Tuko pamoja? So mafunzo ama masomo yenye mafundisho lenyewe ni mahususi, alibadiliki. Nasema fundisho katika fundisho la Kristo haulibuni. Fundisho la Kristo unalipokea. Nimesemaje? Fundisho la Kristo haufanya nini? Unafanyaje? Kwa kwenye imani ya Kristo tunafanyaje? Imani ya Kristo hatubuni, haukai usiku peke yako chumbani kwenye kakona kwenye giza unaanza kuinua kichwa kama kuku anayekunywa maji. Juu umeshika Biblia yako, itakuwa na maana gani bwana? Okay, Bwana amenishushia maono. Sasa Wakristo wanatakiwa tuwafundishe. Fundisho la Kristo lipo, mwambie jana lipo. Uaminifu ni kubaki na fundisho la Kristo. Fundisho la mitume. Ninaitwa mitume kwa sababu gani? Kristo aliwafundisha akawakabidhi wakafundishe the same. Kwa anasema mkawafundishe kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Kwa maana yake hawaendi kufundisha habari zao. Hawaendi kusema mambo wanayojua wao vema. Ya kwao. Wanaenda kusema yale ambao wamesikia kwa Yesu na wameona katika mtindo. Kwa maana yake fundisho katika kanisa la mahali linalofanya si tu kwamba unapata information, bali kanisa linakupa model, linafanya mfano wa maisha, yani conduct. Fundisho lina mwenendo. Hebu sasa fundisho lina mwenendo. So in the local church unapokea taarifa na mwenendo wa fundisho. Unapokea elimu na mwenendo wake. How to conduct. Kwa mfano, unafundisha uponyaji, elimu ya uponyaji, elimu ya Kristo ya uponyaji. Uponyaji
Mungu anaponya, neno la Mungu katika habari ya uponyaji na mapana yake na elimu yake na theolojia yake. Lakini unapaswa kuona watu wanavyohudumiwa kwa macho. Ndio maana hakuna mtumishi anayekamilishwa YouTube. Tubo pamoja. Anayekamilishwa wapi? Sema YouTube. Hivyo YouTube. Haleluya. Hakuna mtumishi anayekamilishwa wapi? Huwezi kufanya tayari kwa kazi kwa mafundisho ya WhatsApp. Message vya WhatsApp, group la WhatsApp. Avuseme I'm ready, mimi ni minister. Umefunzwa wapi? Sasa mimi mtandao bwana. Unajua mtandao bwana una nguvu sana. Yaani napitaka Facebook kurasa fulani, cheki pale mwalimu wa Kasege, na cheki pale Mwingila, na cheki pale pastor nani sijui, na cheki pale nani, unakuwa na elimu kama 20 umejikusanyia kule mtandaoni. Chota pale unasema now I know what to do. You don't know what to do, you are confused. Tuko pamoja? Huduma inafunzwa katika setting ya local church. Kanisa la mahali ni mpango wa Mungu toka mwanzo kama njia na platform ya kuandaa watendakazi wake. So watumishi wa Mungu wanaandaliwa wapi? Kwenye kanisa la nini? Nendeni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Maana kawawekeni watu kwenye madarasa kuwafanya kuwa wanafunzi. Tumesema it means to enlist, kumwandikisha mtu shule. Kwa kanisani hapa tumekuandikisha wapi? Shule. Sema nimeandikishwa shule. So you are here to learn. Umeandikishwa shuleni. Na ndio maana tunakusisitiza uwe na madaftari yanayoeleweka. Sio daftari fulani la biashara unakuja sasa ndio kwa nyuma huku unaandika mistari inayoning'inia. Waefeso 2:7 haieleweki, somo haina maelezo, mistari inaning'inia. Ebrania 5:12. What is Ebrania 5:12? Lazima madaftari yako yanakuwa yana mpangilio. Daftari la masomo, somo kwa mfano tunaendelea nao, unasema kwa kuwa sasa kwa nini kanisani? Maana yake huu mfululizo una daftari, lina somo, lina uendelevu. Tumeishia Jumapili hapa. Jumapili inayokuja haiji kwenda kurukia ukurasa wa 17, inaendeleza ulipo. Tuko pamoja? Sema systematic, kwa mpangilio. Na ndio maana watu wanaweza kukua vizuri tu ni wale walio kanisani, kwa sababu si ndio wanaendelea kukutana darasani. Mwalimu si anaendelea. Kwa mfano mwalimu akiwa na kitu cha kurekebisha, ana shida, anahitaji kwenda kutangazia ulimwengu kwamba jamani kuna kitabu tulitoa sasa sijui wangapi. Jamani, yani unajua kuna kurasa tu kuandika vizuri maelezo. No, you are here. Kama kuna explanation, kama kuna maelezo nilikupatia mwaka jana hayakuwa yamenyooka. Unajua kazi ya mchungaji ni rahisi sana akiwa na kanisa lake na mahali. Kwa sababu audience ni ile. Nakuja nawaambia basi hapa maelezo yako hivi. We grow together. Hallelujah. Lakini kila siku mtu ana walimu 13, anasikiza masomo yanatishia pale, hakuna muendelezo, anakuja kusikiza lingine. Hajui kumbe kwenye hilo kanisa masomo haya yanategemeana na mengine ili uelewe. Tukiwa chuoni, kwa wale ambao wamehangaika na mambo ya chuo, sababu watu wengine kama mahangaika. Haleluya. Waliohangaika kidogo na mambo ya chuoni. Tulikuwa kuna course mwaka wa kwanza, tunasoma kama tunasoma chuo kizima. Unaenda engineering unasoma course. Unaenda kwa watu wa hesabu unasoma course. Unaenda kwa watu wa chemistry unasoma course. Unaenda kwa watu wa physics unasoma course. Hazihusiani kabisa na kitu nilichoenda kusoma. Ukiuliza unaambiwa kwamba kuna mambo kwenye kozi yako ambayo yanategemea uwe umefanya nini? Umeelewa hayo. Kwa yale masomo kuna sehemu yatakusaidia kuelewa haya mengine. Unapata kitu? Sema kutegemeana. Kwa maana yake elimu katika mafundisho ya Kristo kuna masomo yote yanategemeana. We are teaching ni blocks zinazojenga jengo hili moja. Kwa maana yake mtu ambaye hakai chini mahali ambapo continuously hizo kweli zinaendelea kusemwa. Mchungaji anayechunga kanisa anajua nimetoka hapa na kanisa langu tunakwenda mahali fulani. Watu wangu sasa wanafahamu hiki, sasa hizi ni wafundishe hiki. Kuna upungufu huu, sasa hizi ni jazie mahali hapa. Huyo mtu hawezi kukua kiroho. Umeelewa ninachosema? Kwa Yesu anasema mkaweka wanafunzi wapi? Ushirikiano tafadhali. Mkaweka wanafunzi wapi? Darasa.
darasani ni watu wameandikishwa, ni university. Kwa kanisa ni chuo cha Kristo. Mtu anapaswa anahamisi vipindi. Unavomisi vipindi vya chuo chako, manake ni kwamba haui kamili kwenye fundisho. Haui mzoevu wa maneno ya imani. Kwa anasema ili uwe mzoevu wa maneno ya imani. Maneno ya imani yana uzoevu wake. Kadri ambavyo unasikiliza na kusikiliza, unajifunza jinsi mwalimu wako, unaangalia wanavyojenga somo, ameanzia wapi. Ndio maana unaandika, ukirudi nyumbani unakaa unasoma, somo hili tulianzia hapa, mstari wa msingi ulikuwa huu, akaanza kujenga hoja kwa namna hii na namna hii na namna hii. Unajifunza, na ile ndio unavyopokea huduma, na wewe unaenda kufundisha vivyo hivyo wengine. Sema vivyo hivyo. Kwa unafundishaje wanafunzi wako wapya? Vile vile ulivyofundishwa. Je, unabuni usiku? Unaota ndoto? Unasema mambo yale yale. Sema mambo yale yale. Kwa watu waaminifu katika Kristo ni watu waliofundishwa, walikuwa waaminifu kufika kanisani, wakafundishwa, wakapokea, wakaelewa, na wakawa waaminifu kuyasema mambo yale yale. Ulimwengu wa kawaida kwenye industry, kazi, biashara, unastawi kwa innovation, kwa ubunifu. Ulimwenguni huku usipokuwa mbunifu brother, biashara unafanyaje? Unafunga. Kwa sababu ulimwengu unafanyaje? Unakimbia, unabadilika. Tabia za watu katika mambo zinafanyaje? Zinabadilika. Wakati wewe bado unaendelea kuchukua cash, watu wanalipa na mifumo. Unaachwa. Sasa unalipa namba amna, anaingia sehemu ya bili. Ushapoteza hela. Si ndivyo Lazima uwe unabadilika. Unasoma mazingira, unabadilika. Unacheki mifumo inavyokwenda, sasa kwa miaka 2-3 kwa nchi inavyoiona tunavyokwenda, lazima nibadilishe system. Kuna wakati unaamua ukachukua kakosi kafupi VETA, kwa sababu unaona kabisa huu msingi unavyoenda huu, hapa nahitaji skill nyingine hapa ili otherwise sitauza. Ni kweli ama si kweli? Mwambie jina lako, VETA ina mata sana. At times inabidi tu, kuna wakati tu mtu mzima unajichukua unajipeleka VETA. Unaenda kuongeza skills. Ile mambo sasa nilishamalizaga shule. Utakufa maskini. Usifunge. Kama kuna nafasi ya kuongeza skills, ujuzi ni muhimu na uhitaji, unaenda wapi? Shule. Unasoma. Sasa mimi mtu mzima hivi nianze tena kwenda shule? Ala. Unasoma. Tuko pamoja? Kwa uaminifu unapokea. Na wewe unafundisha vile vile bila kuongeza. Ulimwengu wa kawaida unabuni. Fundisho la Kristo ama Ukristo unastawi katika kuwa conservative, katika kudumisha mambo yale. Kwa kwenye Ukristo au Christianity tunastawi kwa kufanyaje? Hudumu kwenye mambo. Kwenye ulimwengu wa kawaida unapaswa unafanyaje? Unabadilika. Duniani wana msemo na falsafa inasema the only thing that is constant is change. Kwamba kitu ambacho chenyewe kitaendelea kuwepo tu ni nini? Mabadiliko. Lakini kwenye fundisho la Kristo haya pray. Yesu anafundisha wanafunzi wake, anaanza kutoka Musa. Ni system anaanza kutoka Musa. Kila anapofundisha anaanza kutoka Musa na manabii wote. Anaanza kutoka Musa, alafu ndio manabii. Akiwa amesimama katika Musa, yani vitabu vitano vya Musa, ndipo anaelezea maandiko mengine, mambo yote yanayomhusu yeye mwenyewe. Akaanza kutoka Musa. Beginning at Moses is a system of teaching. Ni mtindo wa kufundisha, didactic ya Yesu. Sanaa, mtindo wa kufundisha. Wote tunafahamu kwamba wale Mafarisayo, waandishi, walimu katika Israeli walikuwa wanawafundisha Israeli kutoka katika Biblia. Biblia yao ilikuwa ni nini? Mwanzo mpaka wanawafundisha. Lakini Yesu alipokuja akifundisha, na yeye akawa anafundisha kutoka Mwanzo mpaka nini? Malaki. Kitabu ni hicho. Lakini unaposoma kwenye kitabu cha Mathayo sura 7 anasema wakastaajabishwa na mafundisho yake. Kwa sababu anavyowafundisha si kama walimu wao. So same material, different methods. Material ile, njia tofauti. Kwa maana yake nini?
Unaweza kuwa na Biblia unaisoma, kama hujafundishwa namna ya kuyafikia hayo maandiko inavyopaswa, utatoka na mambo tofauti na ujumbe wa maandiko. Kwa Mafarisayo walifundisha kwenye maandiko hayo, walisoma hayo, walikuwa wataalamu hayo, lakini waliofundisha mambo mengine tofauti na kile ambacho Mungu anataka kondoo wake Israeli walishwe. Tuko pamoja? Sema jinsi ya kuyaelekea maandiko. Tuko pamoja? Kwa hiyo unaweza kusoma Biblia kama mganga wa kienyeji. Possible kabisa. Si mnajua? Unaweza kusoma Biblia kama mchawi. Na una mistari ya kusimamia. Unaweza kusoma Biblia na ukawa chinja na uaua. Na maandiko ya kutosha unayo. Wangapi wanajua asilimia karibia 75 au kama sisi maandiko ya Agano la Kale yanaonyesha Mungu ni muuaji. Yaani Mungu wetu tunasema Mungu wewe ni mwema, ni shetani. Yaani ukiangalia vizuri. Ile vizuri ile. Angalia vipi? Yalivyokaa. Sasa huyu ni Mungu, ni shetani. Wana wengine leo wanaanza kujiona kama wanaleta maana wakisema hakuna Mungu, Mungu hawezi kuwa namna hiyo. Kwa sababu hawajaelezewa, hawajafundishwa vizuri jinsi ya kuelekea maandiko. Sema jinsi ya kuelekea maandiko. Kwa mtu anaweza akawa jambazi na akapata mistari, kwa sababu kuna mistari ya kutosha ya Mungu akiwa anafanya ukatili ambao hata wewe ukikaa hivi huwezi kuwaza kuifanya. Tuko pamoja? Uwaji mkuu, anasema akawaua kwa uwaji mkuu, tangu wakubwa mpaka wadogo, wamama wanyeshao, wenye mimba na vichanga, wala kisasa chochote kilichokuwa na uhai. Unaonaje? Uwaji. Mtu mmoja alikuwa anazuia sanduku la agano lisianguke. Anataka kusaidia, ana moyo mwema, akafa papo hapo. Mara moja. Hakuna maelezo, hakuna nafasi ya pili ya kutubu na kuomba rehema. Hamna. Dead. You die. So, kwamba una Biblia haimaanishi inatosha. Unapaswa ufundishwe sawa. Na kuna systematic way ya kufundisha, namna ya kuelezea maandiko, namna ya kuyasoma maandiko, namna yanafundishwa, mtindo wa kuelekea maandiko, mtindo wa kufundisha. Kwa Mafarisayo walimisi. Na Yesu wakati anawaambia, "Je, hamkusoma?" Yaani wamesoma, anawaambia, "Je, hamkusoma?" Na ni wasomi wa hayo maandiko. Madaktari wa hayo maandiko. Wameshika yote hapo kichwani, lakini hawakuwa na uelewa how to approach. Kwa Yesu amefundisha wanafunzi wake. Afa akawaambia, sasa mkawafanya wanafunzi, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na walikuwa na yeye katika shule ya miaka 3.5, wakimuona akisema, wakimuona akitenda, akifundisha na akionyesha namna ya conduct ya lile fundisho. Huduma, sipofundishwa huduma, yani ukawa unasema leo watu wanashangaa mimi, yani anasikiliza mafundisho kutoka kwa mwalimu A, alafu pattern ya huduma anaiga kwingine. Inaenda sawa hiyo? Mtindo wa huduma na fundisho vinakwenda, yani maana yake fundisho lina mtindo wake wa huduma, pattern how we minister. Kwa maana yake ni kwamba huwezi ukachukua fundisho kutoka kwa mwalimu A alafu manner of ministry, mtindo wa huduma kutoka kwa mwalimu nini B. It can't match. Vinaenda pamoja. Unapoona watu wengine anaombea watu kwa kusimama juu ya migongo yao. Umesimama juu ya migongo, sema ndio Bwana, ndio ufunuo wangu, naombea watu wanapona kwa kusimama juu ya migongo. Na wengine mambo ya ajabu ambayo ni aibu hata kuyasema, wakidai wanahudumu nini? Uponyaji. Unamuuliza umetoa? Where did you see that pattern? Hicho kielelezo cha huduma kwa namna hiyo ulikipata wapi? Anakwambia mimi siwezi kuacha. Kuna mmoja wa South Africa anasema hawezi kuacha, maana ndivyo ambavyo Bwana alimwagiza kufanya. Namna gani? Kuwalisha watu majani na nyoka ili wapokee uponyaji.
Anasema Bwana. Kwa hiyo akisema Bwana ananiambia, maana yake ni kwamba hana mwalimu, hana model, hana pattern, hana local church. Ogopa sana mtumishi ambaye hana kanisa la mahali wala mchungaji. Maana yake ni kwamba amejipa leseni mwenyewe kimsingi, lakini pia hana model yoyote wala pattern yoyote, na wala hajathibitika kuonekana kwamba yale mafundisho ameyachukua ndivyo anavyoyapeleka kwa uaminifu kwa wengine. Anabunibuni tu. Sema tena, fundisho la Kristo halina kubuni. Ni mambo yale yale. Kwa Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 41-42 anasema wakadumu katika fundisho la nini? La mitume. Wakadumu. Kwa maana yake wanafunzi na wao, mitume wamekabidhiwa na Kristo, na mitume na wao linaitwa fundisho la mitume. Maana yake ni definite, ni mahususi. Sio kila mmoja alikuwa na cha kwake. Linaitwa fundisho la nini? La mitume. Maana yake wana mtaala mmoja, tunaweza kusema. Chuo kina mtaala mmoja. Chemistry ni chemistry. Ukienda chuo kujifunza chemistry ni ile ile. Sasa unaonaje somo la maombi kanisani hapa? Somo la maombi. Unajifunza leo maombi. Maombi ni hivi na maandiko yanaelezewa pale na ile hivi, msingi wa kuomba, tunaombaje, tunaombea nini, umejifunza. Baada ya mwezi, mwalimu mwingine tena hapa kanisani anafundisha somo linaitwa nini? Maombi. Mambo mengine tofauti. Baada ya mwaka mmoja tena mchungaji yule aliyefundisha mara ya kwanza anafundisha tena maombi, ila mambo mengine yanayotofautiana na kukinzana. Unashika lipi? Yaani somo ni maombi, lakini sema ukimuuliza sasa, unajua neno la Mungu ni jipya kila siku, you are very very stupid. Neno la Mungu ni jipya kila siku. Jipya katika maana ya kubadilika maana. Ina maana ya kubadilika maana? Ina maana ya kubadilika misingi? Hapana. Kitabu hiki kitakuwa cha ukichaa sana kama yaliyoandikwa humu yanabadilika. Yaani ukisoma leo ina maana hii, ukisoma kesho ina maana nyingine. Ukisoma kwa kesho Yesu anaweza kawa Maria, Maria kawa Yesu. Inabadilika. Sasa unajua usiseme bwana kila mtu ana ufunuo wake. Kwa okay. Kabla basi hamna shida. Mkishaoa wake zenu sasa, msiende nao kwanza, muwapeleke kwa mchungaji malimbuko. Na huu ni ufunuo Bwana amenipa ili kuponya ndoa zenu. Unaonaje huo ufunuo? Pokea kwa Bwana. Kijana akioa asiende kwanza na mke wake. Atakiwa apeleke kwanza nyumbani kwa mchungaji mke wake. Malimbuko kwa Bwana. Kae pale kama mwezi mmoja au wiki moja, afaje achukue mke wake na ndoa zitakuwa salama sana. Umetoa wapi? Nimepata ufunuo. Si ni rahisi tu kujenga hoja. Sasa neno soma kwa mtaza wa nini? Roho kwani hawezi kukunipa tu chochote. Sasa okay, huyu msema unasema mambo yote ni yenu. Sasa yote ni vya kwetu. Na mke wako ni wa kwangu. Sio hapo. Sasa unakataa tena. Si vitu vyote ni vyetu. Ndio bwana mzee. Vitu vyote ni vyangu. Kwa nenda mjini sasa, gorofa langu. Shamba hili langu, kiwanda hiki changu. Nini sasa imeandikwa? Kila mtakapoweka miguu pamekuwa peni. Hiyo siku za leo mimi nawaambia watu wameanza kuogopa sana kuwapangisha watakatifu kwenye maeneo yao. Walokole kuwapa majengo wafanyie injili au viwanja wajenge kanisa kwa muda. Watu wameogopa, wameshtuka, kimeshawaramba. Wapendwa wanakuja wanaomba kabisa, mzee tunaomba kwa muda, mjue ndo tunaanza huduma. Tunaomba hiki kiwanja tutumie kwa ajili ya nini? Tunakutana kwa ajili ya ibada. Ni huduma changa, Mungu anatusaidia, tunaamini Mungu anatupatia fedha, tutapata eneo. Mzee wa watu pambania miaka yake ya kutosha, anaka kiwanja hapo katikati ya mji, anatoa kiwanja. Wapendwa wanaanza ibada kwa uaminifu kabisa wiki la kwanza. Wanapiga tena na wiki ya pili. Wiki ya tatu wanapata maoni. Lakini hii ni mali ya Bwana. Yaani kwa nini Bwana mjui sio mali ya ghafla anasema hii ni nini? Mali. Sasa dunia na vile vijazavyo si mali ya Bwana.
kwa nini nyinyi msiende kupewa mali ya Bwana ya kwenu? Kwenye mali ya mwingine ndio mnaenda kusema hii ni mali ya nini? Alafu mnaanza kutangaza, Bwana kama ulivyosema, mahali popote tutakapoweka miguu yetu umetupatia. Kwa yule aliyeweka miguu wapi? Ni uchawi. Tunachukua, tunampiga akili yake, asahau kabisa kiwanja. Uchawi. Sasa mwenye nyumba amelala hapo, labda ana nyumba yake kwa jirani. Watu wamekesha, anasikia wanashika akili, wanashika nini, wanamiliki, wanakamata kuanzia upande ule mpaka mashariki, na kamata, nachukua, tunateka, ni ya Bwana. Kanisa la Bwana litajengwa hapa, madhabahu ya Mungu iko hapa, wala hakuna mtu atakamata hapa. Hey! Na wanapata, na unajua kiwa mnaomba amkosi unabii. Mnapata na neno linalowasindikiza kabisa. Mmepewa kisha kwa mjinga, na nabii zote unazopata na zile zinafuata ujinga. Yaani ujinga ni mzigo mkubwa sana. Omba ukiwa hujui neno, uone utakao kuona yapata. Huko ndipo mlimani unaomba bila akili, unaomba bila maarifa. Utakuja na maono sawa sana akili zako. Ndoto zenyewe utakazokuwa unaota sawa sana ujinga ulio kichwani mwako. Dawa ya ndoto mbovu na mbaya ni kuweka nuru kwenye ufahamu wako. Weka maarifa, weka vitu bora. Unaelewa watu wa Mungu? Kwa hiyo maono ya mtu, mafunuo ya mtu, ndoto za mtu hazitazidi ufahamu wake. Ziko limited na ufahamu wake, kwa sababu zinacheza katika ulimwengu wa ufahamu wake. Kwa hiyo mkianza pale, mnaomba maombi ya giza, na unabii utakaotoka ni kuwatia moyo na kuwatia nguvu kwenye mambo giza. Sasa naona kabisa Bwana anasema kabisa, hapa nasikia ndani yangu Bwana anasema ametupatia, na sasa tutakifanya ni kwamba hata ukileta ile summons ya polisi akisema sijui mahakamani, tunakwenda na tunasema kwamba mahali hapa Bwana ametupa ni papa. Nyie labda mjatembea, kuna kesi ziko huko makanisa yaliyopewa maeneo bure ya kuazimwa. Wana kesi wamekomaa hawatoki, au unakuta wao mzee ndio wamekufa sasa. Wamebaki vijana wanakomaa hawatoki. Wanasema ile eneo Bwana ametupa. Bwana amekupa lini? Wanajenga, hawana hata hati. Naanza kwa mgogoro. Mungu akusaidie usije kufanya mambo ya ajabu haya. Sema mimi simo kati yao. Tuko pamoja? Hayo yote ni matokeo ya kukosa right model. Hauna kanisa la mahali ambapo unasikiliza fundisho na namna linafanywa kazi kwenye maisha. Otherwise ndio hiyo. Tunakuwa na Wakristo waliojaa uchungu na kutokusamehe. Kwa sababu gani? Kwenye maandiko kuna visasi. Si ndio? Kwenye maandiko kuna visasi jamani. Viko visasi. Sasa kama hujafundishwa vizuri, unasoma Biblia hiyo, unaanza kuapply visasi. Sasa Mungu ni Mungu anipiganiaye, piga adui zangu. Yaani Mungu unamtuma akakupigia adui zako. Amekuwa errand boy, you are errand boy. Go there, kill for me. Tunaambia watu, siku nyingine ukiwa unafanya biashara kuwa watu, usiseme natuma Roho Mtakatifu. Kuwa wazi. Usiwe mnafiki. Sema kabisa natuma majini. Kwa sababu Mungu hafanyi hizo kazi za giza. Mungu hafanyi kazi za kuwaua na kuchinja. Yeye ni uzima. Anasema mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tena. Hapa anasema kwa kusudi hili mwanadamu amefunuliwa ili azivunje kazi za ibilisi. Na kazi za ibilisi zimekuwa dhahiri na injili ya Kristo zimemulikwa. Mambo yote ya giza, magonjwa, kutesa watu, kuonea, visasi na makorokoro yote ni kazi za yule mwovu. Mauti, kazi ya yule mwovu. Anasema kwa kuwa watoto wameshiriki damu na nyama, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Awache huru hao wote ambao kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Waebrania 2:14-15. Kwa Yesu amekuja kuvunja kazi za giza. Amekuja kuvunja kazi za ibilisi. Amekuja kuziweka wazi kwamba huyu ndivyo alivyo, ni giza na Baba yangu ni nuru. Anasema Mungu ni nuru tupu,
wala ndani yake hakuna nini? Giza. Kwa maana yake injili inaleta ufunuo wa Mungu na inamulika ibilisi aliyejificha tangu zamani, anawekwa wazi. Wanataka kumuua Yesu, anasema wanataka kumuua Yesu kwa kutumia maandiko. Wayahudi wanataka kumuua Yesu kwa kutumia nini? Yohana 8 kuanzia mstari wa 44. Yesu unaweza kaisoma kuanzia 40 mpaka ngapi unaweza kuipata. Wanataka kumrushia mawe. Anasema Yesu, ninyi mna baba yenu. Mnasema Ibrahimu baba yenu. Hakuna. Ibrahimu sio baba yenu. Ninyi mna baba yenu, naye ni ibilisi. Maana yeye ni muuaji tangu. Kwa kusema hivyo, maana yake amemfunua ibilisi aliyejificha nyuma. Alikuwa anaua watu afanaka. Kwa hivyo watu wanasema, kazi ya Mungu haina makosa ya heri. Bwana ametoa, jina lake libarikiwe au lihimidiwe. Hawajamuona muuaji halisi. Muuaji alijificha, alivaa maski. Kwa utukufu wa shetani akapewa nani? Mungu. Yakitendeka mabaya, Mungu. Yakitendeka mema, Mungu. Kila kitu kiko assigned kwa bwana mkubwa upstairs. Na usiongee sana kwa akakusikia. Usikufuru, shukuru tu. Yaani una maumivu ile unaambiwa shukuru tu. Namshukuru Mungu. Acha unafiki. Yaani Mungu anakunyuka afa sema usilie, ni abudu. That's a kind grace God. I dare you. Ukisoma vizuri, kama unasomaga unaweka akili. Usome vizuri unaweka akili. Maandiko ya Agano la Kale yako vile usome. Yule Mungu hastahili kuabudiwa, anataka kukamatwa. Anyongwe. Very evil, wicked. Mwovu kabisa. Hafuza? Anazunguka tena kwa hivi na kwa kama vile sasa. Nawapenda. Wakati umejisawa na nimekaa tu hapa mtawanyosha mpaka mnikumbuke. Hiyo kwa kutokusoma vizuri maandiko. Ndio maana watu wanasema Mungu anataka sifa. Mungu anadai sifa. Msifu Bwana. Mungu lini alidai sifa? Hebu niwaulize nyinyi, nipeni mahali Mungu amedai sifa. Ili fundisho kwamba Mungu anataka sifa. Apewe sifa, anataka sifa. Mungu anataka sifa. Yaani mpeni Mungu anataka sifa. Tumelitoa wapi? Eti. Mungu anataka sifa. So Mungu tumemfanya kama wanasiasa wetu hawa wa kibongo na viongozi wetu. Kwa tunaenda kama machawa mbele zake. Tunaanza kumpanga. Tunajua ukishampanga ukamsifia analewaga sifa. Akishaelewa sifa yule, sema unachotaka. Chukua. Ya umenigusa. Yaani Mungu nilitemba kabisa. Chukua. Kwa hiyo, sasa ukitaka kupata kitu kwa Mungu, jinsi ya kwamba tu ya kwanza msifu. Msifu, waabudu ndio uanze kusema pointi zako. Hapo utakuwa umeshamlainisha moyo. But when you read, ukisoma vizuri katika order ya prayer, inaonyesha wazi kabisa shukrani ni kipengele cha mwisho katika order ya prayer. Ni kweli ama si kweli? In the order of prayer, katika mpangilio wa maombi, pamoja na kushukuru. Hallelujah. Kwa unaomba afu unashukuru, maana umepokea kwa imani. Katika shukrani kuna kupokea. Hallelujah. Kwanza sifu kwa kweli, msifu. Mshukuru, msifu. Sasa ndio anze Baba, kwa hiyo sasa ndio nimekuja sasa na moja. Na la pili, na la tatu. Hapo ndio ujasiri kwamba sasa kwa sababu nimemsifu. Sio msifu sasa, yaani unakuja tu unaniletea mambo yako hata hujaniabudu. Hata hujanisifu. I'm not happy. Try again next time. Ni matokeo kutokujifunza nini? Sawa. Tuko pamoja? Sema tena mpangilio. Rudia tena mpangilio. Kwa nini tunataka uwe na madaftari katika mpangilio? Kwa sababu shule ina nini? Mpangilio. Lazima ujifunze namna maandiko yanaelezewa. Unatoa hiyo sanaa, unajifunza kwa mwalimu wako. Akaanza kutoka Musa.
na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yote yaliyomhusu yeye nini. Then you see, unaona Peter, unaona na mitume wengine wote wanapofundisha, unaona namna sasa wanaanza kuelezea mambo kutoka Musa na manabii katika mpangilio. Unaanzia Kumbukumbu la Torati, mahali panasema kwamba wapeni wake zenu taraka. Ndio ulipoanzia. Yesu, mbona Musa aliwapa sasa talaka? Alisema tuwape, alitoa ruhusa wape talaka. Jibu la Yesu nasema nini? Jamu kusoma. Yeye aliyeumba, haikuwa hivyo tangu. Kwa maana anzia mwanzo uelewe story imekuja. Unavamiaje train katikati? Unasema umefikia train katikati, umefanyaje jamani? Umedandia train kwa mbele, train inapandiwa kwa mbele au kituoni? Chukua train kituoni. Azana sio kwa mbele huko, utagongo vibaya sana. Mtu anaenda kuchomoa kwenye Kumbukumbu la Torati. Linaitwa kumbukumbu. Hebu sema kumbukumbu. Si Kumbukumbu la Torati. It's the giving of the law the second time. The law the second time. Deuteronomy. Ni law ni sheria Torati mara ya ngapi? Inatolewa mara ya pili, kwa sababu wale waliokuwa wamepewa Torati kwenye kitabu cha Kutoka wametoka Misri wanaelekea Kanaani, wamekufa jangwani. Kimeibuka kizazi cha vijana ambao hakijasikizishwa Torati. Kwa hiyo anapewa tena Torati. Kwa wapangiliaji wa vitabu wakakiita kumbukumbu la nini? La Torati. Kwa linakumbushiwa. Tuko pamoja? Na mpaka limefika hapo, kuna mchakato wa nini? Wa kwenye Kutoka, wa kwenye Walawi, wa kwenye Hesabu. Kuna show za kutosha kwenye Hesabu. Kuna uasi wa kutosha kwenye Hesabu. Kuna mambo magumu yametendeka kwenye Hesabu. Kuna maamuzi yamefanyika kwa sababu ya mambo ya kwenye kitabu cha Hesabu. Ndio maana pakawa na nini? Kumbukumbu la nini? La Torati. Sasa ukienda ukanyofoa hapa, utakuwa sawa. Kwanza unaelewaje Kutoka bila Mwanzo? Mimi nataka nielewe. Hivi watu wanawezaje kusoma kitabu cha Kutoka kaelewa bila kitabu cha Mwanzo? Yaani unatokea tu pale unaanza kusoma story ya Musa. Alikuwa mtoto ni familia ya Lawi na dada yake Mariamu, mke wao nini Farao, akafanya nini pale? Kwanza wamefikaje huku Misri, walikuja kufanya nini? Kina nani hao? Alafu Mungu anasema mimi ni Mungu wa baba yenu nani? Ibrahim, Isaka na nani? Unawajulia wapi? Wewe chana kitabu cha Mwanzo kisoma kwenye Biblia, hautaelewa chochote. Hutaelewa Mathayo, Wakorinto, Matendo wala Isaya hutamuelewa bila kitabu cha nini? Wala Yoshua hutamuelewa bila kitabu cha Mwanzo. Wala Kutoka hutaielewa bila kitabu cha nini? Ndio inaitwa the beginning, kitabu cha mianzo, where everything begins. So utaona mbegu pale. Kwa maana yake mwalimu anapaswa kujua msingi kwanza unasema nini, mwanzo inasema nini, mpango wa Mungu toka mwanzo ni nini, hapa imeendelea. Kwa unasimama kwenye mwanzo, unasimama kwenye vitabu vilivyokuwa pamoja, vimeandikwa na mtu mmoja kwa ajili ya watu wale wale, vikielezewa toka mwanzo. Kwa maana yake usuli wa kitabu cha Mwanzo ni nini? Kutoka. Sababu ya kuandika kitabu cha Kutoka ni nini? Mwanzo, au sio? Sababu Musa anaandika kitabu cha Mwanzo kwa sababu kuna nini? Kuna Kutoka. Hivi unaelewa hiyo? Nini kilifanya Musa aandike kitabu cha Mwanzo? Anawaandikia kina nani? Kwa nini anawaandikia? Kwa sababu wanapaswa kutoka. Ili waelewe msingi wa Kutoka, anawasimulia mambo ya baba zao na babu zao, ahadi ambayo Mungu alisema kwao. Anaanziaje na Ibrahimu bila kuwa na Adamu, bila kuwa na Nuhu, bila kuwa na Babeli na uasi ule 12 Mungu anamuita Ibrahimu ili atengeneze. Lazima kuwe na background. Hebu sema background. Kwa sababu anaandika Kutoka, kwanza kuna Kutoka. Tuko pamoja? Kwa ili awajenge katika msingi wa imani ile kwamba huyu ndiye Mungu alisema baba zenu na nini, anaanza kuwaonyesha toka mwanzo mpango wa Mungu ulivyokuwa na nini na makosa yalipotokea, yakatokeaje na mambo dededede, kusikia sauti ya Mungu, kuamini, consequences zake, uzima, mauti, giza, nuru. Ndio msingi. Unapoona Yohana anasema mauti, anafundisha kutoka nini? Uzima, anafundisha kutoka nini? Nuru, anafundisha kutoka nini? Maneno wokovu, maneno ukombozi. Kila maneno kwenye Agano Jipya yana muktadha kutoka kwenye vitabu vya Musa na hayasimami yenyewe. Kwa kuna systematic way of learning.
Kuna njia sahihi na mpangilio wa kufundishwa. Maandiko hayalukiwi tu. Utakuwa mchawi. Au unaweza kaanza kabisa kusema hamna, huyu sio Mungu, Mungu ni mbaya sana, mimi siwezi kumwabudu. Na tukikuangalia tutakuonea tu unasema kwa kweli kwa jinsi unavyosoma, huyo Mungu unatakiwa kumwabudu. Lakini ukisomeshwa vizuri, utainua mikono yako juu na utamtukuza Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Mungu alimuongoza Ibrahimu. Mungu alikaa na watu wale jangwani akawaongoza, akawatunza. Mungu alituazia, utamwabudu kwa furaha, si hata kwa kuogopa, si kwa hofu, bali kwa furaha kwamba umemjua. Sema nao atanijua tangu mdogo hata aliye mkubwa, kwa sababu nitawasamehe dhambi zao. Maovu yao sitayakumbuka tena. Glory to God. Glory to God. Amen, amen. Tuko pamoja ndugu zangu? Kwa hiyo haujifunzi, unakuja tu. Sasa mimi nitaendelea hapo tu sehemu ya 6 na 7. Sehemu ya 6 na ya 7 ina msingi kwenye sehemu ya ngapi? Ya 5. Afu inakwenda ngapi? Ya 4. Kwa kuna kitu unaweza kukaelewa huku vibaya. Ukikutana na Ima anakuambia, "No, haikuwa hivyo toka sehemu ya kwanza." Sehemu ya kwanza alikuwa amesema hivi na hivi na hivi, ndio sababu akasema hivi. Kwa sentensi nyingi za mbele zina msingi kutoka kwenye sentensi za nini? Amen. Kwa wanafunzi mzuri ni kujifunza hivyo, unatembea na hayo. Na ndio sababu tunasema unaandika ili urejee. Na ndio sababu tuna rekodi wakati mwingine, tunaweka hifadhi ili uweze kurejea, usome, ujifunze na uweze kufundisha wengine. Haleluya. Si tumeelewana sasa? Hiyo umeelewa? Mtu wa Mungu. Okay. So Timotheo wa kwanza nilisema sura ya 3. Kwa kuwa sasa uko kanisani. Haleluya. Umejengwa? Okay. Asante sana. Na sababu ndio kanisa la Amani, ndio maana hata siogopi. Tu kwenye kanisa la Amani. Familia ya Mungu tunajifunza sisi hapa darasa letu. Na mnyakuliwi kesho. Nitakuja tena Jumapili nyingine. Kwa hakuna haraka. Tunaweza kukumbushana mambo hata siku nzima hapa. Somo likaendelea wiki ijayo. Hakuna tabu. Ni kanisa la mahali. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14, fungua pale na tunasoma. Naomba uwe umefika. Taratibu ni ule. Napo kwa kanisani tunafungua wote maandiko, tunasoma wote. Amen, amen. Tunafungua wote maandiko, unakuwa hapo unafungua, sio kuandika, tunafungua unaona. Timotheo wa kwanza 3:14. 1 2 3. Amen. Sasa tusome kama watu ambao tumechea asubuhi. Haleluya. Amen, amen. Hapa kuna sauti nzuri za vijana na wa kiume na wa kike. Hebu twende 1 2 3. Haleluya. Asema, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya nani? Ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. So kuna namna inapaswa watu kuenenda katika kanisa la mahali. Maana kanisa la mahali sio mahali holela ambao you do any activity, shughuli yoyote, tuna behave yote, no. Kwa tumekuwa tunazungumza, tukasema wakati tunajifunza somo hili tulifika kipengele cha kuangalia attitudes of a good member of a local church. Tabia, mwenendo wa mshirika mzuri wa kanisa la nini? La mahali. Amen, amen. Tukasema sababu tunataka kujifunza hayo ni kwa sababu kanisani ni mahali pa order, pana utaratibu, pana jinsi pasavyo watu kuenenda. Pana jinsi inapaswa watu kujibeba na kujichukua katika kanisa la mahali. Amen, amen. Na tunasema kanisa la mahali sio wakati tumekuja hapa. Ni huu ushirika wetu tukiwa popote. Maana ukiwa nyumbani uko kwenye kanisa la mahali. Inaeleweka ninachosema? Ukiwa mjini uko kwenye nini? Kanisa la mahali. Wewe una kanisa la mahali. Ni mshirika kwenye kanisa la mahali.
Kwa hiyo pasavyo watu kuenenda katika kanisa la mahali, maana chochote unachokifanya kule unakitenda wewe, unakuwa kama umekitenda kwenye kanisa la nini? Kwa sababu wewe ni mwanafamilia kwenye ile kanisa la mahali. Kwa tunaposema hiyo conduct na mwenendo, sio vile tu unavyokuja umeingia hapa. Ni vile pia ambavyo unaendelea kusema na kufanya na kushughulika kule na kule na kule. Glory to God. Tumeelewana? Okay. So, tukasema ya kwamba kabla tujaangalia hizo attitude, tunataka tujifunze shughuli zinazofanyika kwenye nini? Kanisa. Kwa sababu usipofahamu shughuli zinazofanyika kwenye kanisa la mahali, hauwezi pia ukaelewa vizuri namna unapaswa kuenenda na kutenda kwenye kanisa la mahali. Glory to God. Kwa maelezo ya kanisa la mahali ni nini na nini, unarejea toka mwanzo sehemu ya kwanza. Hallelujah. Amen. So, moja ya shughuli ya msingi na ya kwanza ambayo tunaifanya kwenye kanisa la mahali ni mafundisho, teaching. Teaching. Hallelujah. Siku moja baba aliwahi kusema, baba anamzungumzia mchungaji wangu Pastor Chris Onainga. Aliwahi kusema si watu wote wanaokwenda kanisani wanakwenda kufanya mambo mabaya. Yani kwamba unajua sasa unakuwa watu wanaomba na kuwa wanaomba kwamba watu wasifanye mambo mabaya kanisani. Lakini adui anaweza kuleta watu kanisani wasifanye mambo mabaya, wakawa wanafanya mambo tofauti. Hiyo simeleweka. Hawafanyi mambo ila wanafanya mambo nini? Muhimu sana uielewe, na utaelewa vizuri. Kwa mfano, kujifunza kupika maandazi ni vibaya. Kujifunza ujasiriamali ni vibaya. Tukifanya kanisani sasa, yaani kanisani ndio unasema namna ya kufuma, namna ya kusuka nywele. Atakuja hapa madam Fana atafundisha Jumapili asubuhi jinsi ya kusuka nywele, ususi ama makeup, how to kupodoa, poda inapakwaje, tukiwa uanzie hivi, unajua mtakatifu, unataka kupendeza, namna ya kupaka poda hapa. Itakuwa sawa? Ni uofu hilo jambo, ila ni mambo, yaani maana yake ni jambo zuri lakini linafanywa mahali. Kwa kanisa la mahali lina mambo yanayofanywa kwenye kanisa la mahali. Amen, amen. Kwa kukosa kufahamu hivyo, tunaweza kuleta shughuli nzuri kabisa kanisani na ibilisi akabitushinda tayari. Kwa sababu shughuli za kanisa zinalenga kufanya kanisa liishi na kutembea kwenye kusudi na mpango wake au mpango wa Mungu kwa hilo. Tuko pamoja? Kanisa la mahali linaweza kutimiza mpango wa Mungu duniani ikiwa linafanya shughuli tofauti na ambavyo limekusudiwa kufanya. Amen. Naomba niwaulize tena. Kujenga chuo ni vibaya? Nursery school ni vibaya? Lakini je, ni mission ya kanisa? Yaani Mungu ametuagiza nendeni mkajenge mashule na mahospitali. Je, wanaojenga wanafanya vibaya? Nataka uelewe vizuri. Yaani usiwe na mkanganyiko. Uelewe? Amen, amen. Kwa hiyo tunaweza tukamchagua hapa. Tukasema huyu ndiye atakuwa mwenyekiti wa vikoba humu ndani. Na tukaanza kwa tunachangishana hela humu, vikoba, tunaweka na kanuni na nini. Sasa siku moja Jessica anakuwa amekopa hela. Pendwa huyu, na tunamwona anatabasamu hapa, tunahudumu, tunajaa roho, tunahudumiana vizuri kabisa. Na hela mnazijua zina mambo yake. Anakopa, anaenda kufanya ile biashara, afu mwizi anatokea, anaiba kila kitu. Halafu Jessica anashindwa kurudisha hela. Lakini kikoba kina kanuni. Kanuni ni kwamba hela siporudi mnaenda kuchukua vitu na viuza ili ile hela iendelee kuwepo, shughuli ya mzunguko wa hela iendelee. I've seen things on. Kanisa moja ikabidi waende kuchukua vitu kwenye nyumba ya mpendwa vya ndani. Makochi, madini. Sasa wapendwa ndio wanachukua makochi kwenda kuuza. Nataka upate hiyo picha hiyo.
Haleluya. Wale unaonena nao kwa lugha. Okay. Kuchukuliwa vitu vyako ni jambo la kukupa raha. Unajisikia vizuri. Linaleta nini? Tuko pamoja? Sasa ndio ndugu zako ndio wanaochukua. Kwa sababu gani? Kanuni za care zinasema ili care endelee kuishi, kila mkopo lazima. Tusipofanya hivyo manake care inafanyaje? Inakufa. Na malengo yake hayatimii. Sasa baada ya kuchukua vifaa vya Jessica na kuvipiga bei, tunategemea Jumapili aje akitabasamu na kulijoice, haleluya. Alafu tunaanza kutiana, tunamtolea unabii pale. Wewe uliyebeba stuli yake na TV. Hapo maisha yanaendaje hapo? Utampitia uende naye uinjilisti hana pa kulala. Umechukua kitanda. Twende uinjilisti hana pa kulala. Twende tukaponye wagonjwa hana chakula. Hela zenyewe mmechukua nyie. Taratibu mnatoka kwenye focus ya kile mlichokuwa nacho, mnakuja kwenye kusolve migogoro. Kila siku vikao nini kimaliza ibada. Unajua hela zina ni ngumu sana hela. Kimaliza ibada baada ya kujadili seli yenu inavyokuwa na mnajadili masuala ya nini? Ya fedha. Natumia muda wa kutosha pale kujadili fedha na kupigana faini. Kujatokea umechelewa faini. Watu watoka wamekunja sura. Vijembe na fitina vinaanza taratibu. Yule mimi anipendi. Jina langu lilikuwa namba 12, akaliwahi akaweka namba ngapi kule 17. Yaani nilikuwa na shida kabisa. Yaani yule mwanamke ni mchawi. Naweza kuitana wachawi. Ilianzia wapi? Kufanya mambo tofauti. Na yanayopaswa kufanyika wapi? Kanisani. Vikoba ni vizuri sio vizuri? Kila mshirika akae memba kikoba chochote huko. Hamna shida. Kama unataka care, kaitafute mtaani. Sasa sisi wakina mama hapa kanisani nafikiri ningekuwa vizuri tuanzie vikoba. Acha hiyo habari. Hamna vikoba mtaani. Na vitafute huko. Sema wanaume wa KCC, njooni hapa tutengeneze care. Bwana mzee tufanye biashara, mkafanye biashara bado biashara. Lakini mambo ya kukusanya, hela mnakusanya tukusanye ziko pamoja kusanya. Alafu tunaona gawana. Hizo hela mnagawana. Yaani mnakusanya mnagawana. Sije kuelewa hiki. Mimi haije kuniingia akili. Ila najua wengi iko wengi. Ila mimi nilishagoma. Yaani hela zangu mwenyewe naziweka, nakuja kunipatia hizo. Baada ya mwaka mmoja nipa hela zangu. Maana hakuna biashara tunayofanya wengi sana. Au hakuna biashara wanafanya wengi sana. Ili mwisho wa siku sasa biashara hiyo imelipa. Gawane faida. Nasema ile mikopo na interest ngapi wewe? Hebu mbeje na kubadilisha kidogo namna unafikiri. Bila hata niwaambie ukweli. Usipobadilika vile tunafikiri vizuri, una hatua fulani ambayo unataka utoke kwenye haya maisha, utachelewa sana. Na nielewa watu wangu. Sio lengo langu kufundisha hayo, lakini nawapa warning. Be careful. Kama ambavyo ni mizunguko na maisha yako yataendelea kuwa kwenye nini? Elewa, nazunguka. Kikundi chetu tuko 8. Hebu tafuta namna nyingine. Kuna njia nyingi za kufanya mambo kwenye maisha. Na definitely haiko hizo tu. Tuko pamoja? Lakini ikiwa inakusaidia, sasa kila mmoja na namna yake. Ikiwa inakusaidia na unaona inatija kwako, basi uwe na amani kuifanya na ndugu wengine huko mitaani. Usilete hilo wazo kwa wapanga hapa kanisani wa mama na wadada. Sisi wadada wa KCC care. KCC vikoba. Meni ni KCC Financial Organization. Kuna shangatu, mbona nani halukiruki kama zamani bwana Stanley vipi? Mbona Stanley halukiruki kama zamani? Kumbe kimeumana tayari. Kuna watu waje hapa kanisani kwa sababu alikopesha watu hela na wajarudishie huko ndani. Nyinyi hamna taarifa. Mimi mchungaji ndani. Mambo ya hela sio mambo mepesi mnavyozania.
shughuli tofauti na zile ambazo unataka kufanya kanisani. Sema shughuli tofauti. So jambo la kwanza linafanyika kanisani ni fundisho, mafundisho. Ni mahali ambapo tunapokea mafundisho, teaching. Katika nyaraka za mitume tunaweza shughuli ambazo zinafanya kulipa sura kanisa la mahali. Na Paulo anaongea kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 18 hadi 16. Kitabu cha Efeso sura ya 4. Efeso sura ya 4. Efeso sura ya 4 mstari kuanzia wa 14 hadi wa 16. Haleluya. Ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliyekichwa Kristo. Hapa nyuma alikuwa ameeleza vipawa ambavyo Mungu ameviachia katika kanisa. Anasema ametoa wengine kwa mitume, wengine kwa manabii, wengine kwa wainjilisti, wengine kwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma venye tendeke. Tuko pamoja? So vile vipawa, sema vipawa alivyotoa sio watu. Nataka kwanza upate hiyo ikae vizuri. Anaposema ametoa wengine, lile neno wengine wengi Kiswahili sikuchanganya, ni changamoto za nafsi. Kinachoongelewa kimetolewa ni gifts, ni vipawa. Yesu ametoa nini? Vipawa. Yesu hajamtoa Emmanuel. Yesu hajamtoa Cosmas. Yesu alitoa vipawa katika mwili wa Kristo. Kazi ya hivyo vipawa ni kutumika kujenga kanisa au kulikamilisha kanisa, to edify, to make it functional. So kanisa la Kristo limejengwa, linapaswa liwe functional, liwe na utendaji, liwe effective. Na yeye Mungu ameweka vitendea kazi. Kwa gifts ni nyenzo za utumishi. Kwa kila aliyeamini anakuta, tunapokuja kwenye mwili wa Kristo, tunakuta kuna nini? Vipawa. They are gifts. What do we use gifts for? To serve God with it. Amen, amen. Mafundisho ya karama za Roho, Paulo na mitume wanafundisha. Kimsingi Paulo anafundisha kwenye vitabu vya nyaraka, anafundisha kutoka kwenye hekalu. Sema hekalu. Temple. Neno gifts, charisma, ambao kuna maneno mengine dorema, dorea, whatever, yanaongelea offerings. Offerings, sema offerings. Zawadi ama zile dhabihu ambazo zilikuwa zinatolewa katika hekalu na makuhani wanamtumikia Mungu kwazo. So neno vipawa unaweza ukaweka pia ukaweka neno offerings. Gifts are also known as what? Offerings. Tuko pamoja? Sasa siku nyingine tutakufundisha vizuri zaidi namna ambavyo inafundishwa kutoka katika maandiko ya Agano la Kale. So tunatumia gifts, karama, kumtumikia nani? Kwa Mungu ametupa karama zote katika utu wetu wa ndani kwa roho yule mmoja. Kwa roho huyo mmoja ambaye ametupatia, tuna utendaji kama huo, utume, kama nini tena? Unabii, uinjilisti, walimu. Tuko pamoja ndugu zangu? Uchungaji, kwa kusudi la kutumika na kuwakamilisha watakatifu. Glory to God. So, maana yake nini? Kazi ya utendaji wote, yani tuseme kwamba katika utendaji huo watu wanafundishwa. Moja ya kazi inayofanywa kwenye kanisa la Amani kwa kufundisha. Mchungaji anafanya nini? Anafundisha. Kiongozi wa seli anafanya nini? Anafundisha. Tuko pamoja? Katika kanisa hakuna specialities. Hakuna specialities. Sisi wote hivyo vipawa vimetolewa kuvitumia. Ndio maana upasi kujisema mimi. Unajua mtu anasema mimi ni mtume. Okay, wewe ni mtume. Umeelewa maana na mantiki ya kusema wewe ni mtume? Kwa sababu unasema mimi ni mtume afu unajilock katika understanding yako kwamba huwezi kutembea katika vipawa vinavyohusiana na unabii. Tayari imekula kwako sehemu. Tuko pamoja? Unaelewa ninachokisema? Sehemu moja nilienda, nilikuwa na semina ya wiki. Sasa kama kawaida mara kadhaa wakati mwingine unaweza kaenda sehemu unafanya huduma paka na watumishi wengine wamealikwa wamekuwa pale.
Sasa watumishi wanafahamu kwa mambo ya kiroho huko tofauti na inategemea mwalimu wako ni nani. Tuko pamoja? Nikafundisha siku ya kwanza, nikahudumu siku ya kwanza, nisiseme nikafundisha. Nikahudumu siku ya kwanza. Jamaa wakati tumekaa wakati wa kula cha kusema, unajua yeye nimekuangalia wewe ni mwinjilisti kabisa. You are an evangelist. Yaani neema ya uinjilisti iko ya kutosha kabisa kwenye maisha yako. Yaani Mungu ametupa wainjilisti bwana. Nikamwambia mshukuru. Tukaendelea kupata. Tukaenda session nyingine. Tukarudi jioni. Sasa unajua una kitu cha ualimu chenye nguvu sana. So nikata ile mwinjilisti na nani? Ile siku ya kwanza. Siku ya pili alikaa kimya. Naona kaanza kuchanganyikiwa. Nashindwa kuelewa sasa hapa tunaweka namna gani. Siku ya tatu usiku tulifanya hizi mambo za roho, nikafundisha habari za nini tunacho katika Kristo, tukajifunza mambo ya karama na vipawa, tukawajaza watu roho, tukatoa unabii, tukafungua waliofungwa, tukaombea wagonjwa, tukasema kazi zikafanyika pale. Nafikiri sasa wewe ni mtume, maana kuna vitu vingi ndani yako, unabii. Najua mitume ndio wanaoperate, anaweza kafanya hapa, kafanya. Yaani kaoneza mtu anahangaika. Kwa nini unahangaika kupambanua mimi ni nani? What's wrong with you? Shida ni nini? Shida ni nini? Hapo mwisho wa siku wakati ananitambulisha aliyenialika na kwa siku anatoa shukrani, asema tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji fulani kutoka mahali fulani. Kwa hiyo sasa anajua kwamba kumbe ni mchungaji na chunga tena nini? Kanisa. Sasa anashindwa, hasa aniweke wapi? Anite mtume, anite nabii, anite mwalimu, anite mwinjilisti au anite mchungaji? Achague lipi sasa? Alichanganyikiwa kwa sababu hakuelewa kile ambacho Paul alikuwa anafanyaje? Yesu alipofufuka hakuwa anatoa watu. Yesu anasema alipopaa juu aliteka mateka akawapa akawapa wanadamu nini? Gifts. Hakutupa watu. Tuko pamoja? Kwa maana yake discussion ya wa Efeso sura ya 4 haidiscussi watu, ina discussi gifts. Tuko pamoja? Ina discuss, anajadili vipawa, hajadili watu. Amen. Changamoto ni Kiswahili kama Kiswahili na Biblia iko kwa Kiswahili. Kwa hiyo sasa wanapofanya wafasiri na wameelewa hivyo, wanakuwekea na kwa ina saundi na wanaanza kuweka vivumishi vya wengine na wengine. Basi unakono na watu. Kwa baadhi wengine. Kwa mimi sio hivi. Mimi ni vile. Mimi sina unabii. Una unabii, sema nina unabii. Nina karama za uponyaji. Na neno la maarifa, na neno la hekima. Yote kwa roho yule mmoja anayekaa ndani yako. Roho wa Mungu hamna aliyepokea kipande cha roho. Kwamba wewe dada Grace una robo ya Roho Mtakatifu. Kwa kwenye sehemu ya robo pale, kasema ulikondoka kwa kwenye robo ya Roho Mtakatifu. Unanena kwa lugha, unafasiri lugha na kutoa unabii. Ile nyingine hujajaliwa. Umepokea Roho Mtakatifu robo. Na mwingine pia amepokea Roho Mtakatifu kwa kipande kingine. Akajaliwa karama ya imani, wengine hakupata. Unaona changamoto inakuja? Lakini anasema wote tumepokea nini? Tulinyweshwa roho huyu mmoja. Asa tena pana tofauti ya karama, bali roho, maana katika roho mmoja pana utendaji tofauti. By one spirit profess. Amen. By one the same spirit, the gift of faith, karama ya imani, neno la maarifa, neno la ufunuo. Tuko pamoja Sasa je wote ni mitume? Inaanza kukuchanganya. Je wote ni wainjilisti? Nimekueleza sio Kiswahili kama kinavyosomeka Kiswahili. Wanasema wote kwa sababu tafsiri yoyote ni kutoa maana. Unaelewa maana yake? Unaelewa hiyo? Yaani nikiwa na tafsiri, kwa mfano hapa anaongea labda kuna mzungu ametoka Ulaya hapa anaongea Kiingereza. Kwenye jamii labda ya watu ambao wasikii nini? Kiingereza. Alafu mimi ni mkalimani na mtafsiri kwenye lugha ya Kiswahili. Unajua ninachokifanya? Ninaelewa kwanza
kile nilichoelewa ndio nakiweka kwenye lugha wewe unayoweza kufanyaje. Kwa unaposhika Biblia ya Kiswahili unasoma maana za watu, yaani walivyoelewa wao ndio umekuwekea sasa. So every translation is an interpretation. Translation yoyote, tafsiri yote ya Biblia ni maana walioipata wao. Sasa pona hapa atakuwa na maanisha hivi, ndio wakakuwekea sasa kwenye lugha unayoielewa wewe. Ndio na Bible study inahitajika katika kina na bidii. Tuko pamoja? Anachosema asibi haiko kumaanisha je wote ni mitume. Je yote hayo ni utume? Ndio kwa sababu discussion ni gifts, not people. Mjadala ni karama. Pana aina tofauti ya nini? Hajasema pana watu tofauti. Amezungumzia pana watu tofauti. Pana aina tofauti ya nini? Roho ni yule. Kwa kenda bila kisema anaanza kusema tena, je wote ni mitume? Atakuwa na make sense. Je yote hayo ni utume? Hapana. Je yote hayo ni kunena kwa lugha? Hapana. Lakini yote hufanyika katika imenyoka kama lugha. Imenyoka kama, kwa sababu ni changamoto kwanza kurudi. Sio wote watakuwa mafundi wa kurudi kwenye Kigiriki na Kiebrania. Wewe unakomaa kusoma kwenye muktadha. Muktadha unakuokoa. Muktadha ni mfalme wakati wote. Kama uelewi hii imetokeaje, wewe rudi nyuma, soma vizuri, utaanza kuelewa discussion ilivyoanzia. Hoja ilikuwa ni nini? Hapa huyu kuna kitu ameingiza ambacho sio. Ni kama lile andiko kwenye kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari ule wa 21 ambao wote mnaufahamu vizuri, ambao mnauogopa kuusema na kushuhudia katikati ya mataifa, kwa sababu unajua kabisa wewe mwenyewe unaweza ukakuta ukawa mhanga. Hebu usomeni basi. Si muusome tu. Kwani kuna mtu anawadai? Hamna. Wagalatia ngapi? Hebu usoma anasemaje? Ngoja ngoja tuanze pamoja. 1 2 3. Kumbe tumeanzia mbele sana. Tuanzie pazuri. Panapoanza kutaja na matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni 19. Tuanzie 19. 1 2 Yaani hajaisha na yanayofanana na haya, kwamba kama kuna namna umekwepa uwepo kwenye hii list, lakini kuna yanayofanana na hayo. Tuendelee hapa, anasemaje? Kama nawaambia kwa sauti sasa wangapi mko kwenye ufalme hapa? Tuambiane sasa kweli. Kama nilivyokwisha kuonya mapema, nawaambia tena, watu watendayo mambo ya jinsi yanayofanana hawata. Hebu sema hawata. Hapana, lakini ikiwa ataomba rehema. Water down. Usimwagilie maji ukalowesha. Amesema hivi, hawata ni absolute statement. Ni kauli iliyo kamili, imefunga, haitoi mjadala, haitoi njia ya pili, haitoi mlango wa nyuma. Wafanyayo mambo hayo, judgment ikoje? Kwanza ina maana hawako kwenye ufalme, kwa sababu ni jambo la baadaye. Hawatauli. Tuko pamoja? Sasa watakatifu, siku tu nikawa mwinjilisti kwa lugha ya kwa tafsiri ya uinjilisti ya kwenye dini. Nikaja hapa nimechafukwa, roho ya kiinjilisti iko juu yangu. Kaanzia hapo kwenye roho andiko. Sianzi Musa na manabii wala popote, naanzia hapa. Naambia wapendwa, tabia hizi, mwenendo huu hauwezi kumwona Mungu. Nyie wote mtaondoka hapa na hatia, condemnation, na mtajua ni watoto wa kuzimu na mashaka, kwa sababu nyie wote kwenye hii list pamoja na bibi tu ndani.
hatuchomoki. Kama yupo anayechomoka aweke mkono wake juu, ili tuwe tunakaa vizuri na yeye. Siku anachukulia na sisi tunamshikilia, wewe usiwaje. Wewe hapo unachomoka. Sasa andiko hilo likibaki hivyo kwenye Kiswahili hicho linafuta mahubiri yote ya Paulo. Kwa sababu Paulo amekuwa na hubiri kwamba mmeokolewa kwa neema. Tena mmeokolewa, sio mtaokolewa. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo kutokana na sisi, si kwa matendo. Tuko pamoja? Amesema aikutana na sisi ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo. Mtu yeyote asije akajisifu. Kwa anakuonyesha kwamba si kwa matendo unaokolewa na umehesabiwa haki au umeokolewa. Kwa nini? Ni bure ya Mungu, ni rehema zake, ni neema yake. Kwa wewe ni mpokeaji, si kwa credit ya matendo yako. Ni fundisho la Paulo, si ndio? Ndio wokovu, si ndio? Yohana anasemaje? Aniaminie mimi anao uzima milele. Maneno ya Yesu kwa kutia kinywa cha nani? Yohana. Si ndio wewe? Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata kama mtu wake wa pekee, ili amesema kila ambaye hana usuda, kila ambaye sio mchafu, kila ambaye sio masharati, kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndio pamoja. Asa amwaminie anaye uzima, asiamini amekwisha hukumiwa. Kwa sababu anasema sababu ya kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee. Ametaja matendo. Sasa inakuwaje Paulo ageuze gia angani? Paulo kwenye kitabu cha Galatia ametoka kuwakemea wa Galatia. Wa Galatia makemeo yao mpaka kaita wamerogwa na wana akili. Hoja ilikuwa nini? Walikuwa wanataka kutegemea nini? Matendo yao kuhesabiwa nini? Waache msalaba wa Kristo, waweke imani kwenye matendo yao. Akasema ninyi wa Galatia msio na akili. Ni nani aliyewaroga? Ninyi ambaye Kristo amekuwa presented mbeleni kwamba amesulubiwa. Je, mlianza kwa roho na sasa mnataka kumaliza kwa nini? Kwa mwili. Je, matendo ya ishara na miujiza mlifanya kwa sheria ya mwili au kwa sheria ya roho? Anawahoji. Na hakuna barua Paulo aliandika kwa ukali kama ya Wagalatia. Na ndio kanisa ambalo lilikuwa linataka lifanyeje? Limenyooka hivi. Hebu kuna kanisa moja ndio Korinto. Lina show za kila namna. Lakini bwana sana, unajua sisi mimi na nyinyi tena kama watu ambao ni wa roho. Nasema na nyinyi kama watu wa nini kwa mwili. Anaongea nao, anawaonya, anawakemea, anawabadilisha, lakini toni haikuwa hashi. Kwa sababu kwenye Kigiriki cha Wagalatia na Kigiriki cha Wakorinto, yani kwenye Wagalatia amemind sana. Na hichofanya mind ni kwa sababu wanataka kubatilisha msalaba wa nani? Wa Kristo, uonekane si kitu. Kwamba wanaweza kumake heaven, wanaweza kuingia kwenye ufalme kwa jitihada zao. Kimsingi ni kufuru na kiburi na kufedhehesha msalaba wa Kristo na kumfedhehesha roho wa neema, kufikiri kwamba utaingia mbinguni kwa sababu umenyoosha. Unapaswa unyooshe? Ndio. Lakini je, ndio sababu ya kwenda mbinguni? Ndio sababu ya kuhesabiwa haki? Ndio sababu ya kuona ufalme wa Mungu? Hapana. Hasa kwa nini Paulo aseme na waambia kama nilivyokwisha kuwaambia, watendao mambo haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Lazima kengele ilie. Yeye ametoka kushuhudia hapa nyuma. Nikisoma vizuri kwenye mtaala inaonyesha kabisa alikuwa hajadili watu. Alikuwa anajadili nini? Matendo, mazao ya mwili na mazao ya nini? Ya roho. Toka kwenye mstari wa 16 kuja 19 kwanza ameanza kusema kwamba roho anasema enendeni kwa roho, mara mtazimiza sema za nini? Za mwili, maana hizi vile zimeshindana. Akaanza kusema kwamba akasema matendo ya mwili anayataja. Alafu matendo ya roho, tunda la roho 22, sivyo? Tunda la roho maana yake nini? Matokeo ya nini? Ya roho au kile ambacho roho inafanyaje? Inazalisha. Ni nini? Upendo. Na neno upendo nataka uandike pale. Rekebisha kwenye Biblia yako. Upendo unaweka semicolon ama upendo unaweka kwenye mabano. Ndio unaanza. Kwenye mabano sasa unaanza kuweka ile. Inaanza na nini? Furaha, amani. Kwa hayo yako kwenye mabano au ni maelezo yani maana yake tunda la roho ni upendo ambamo kuna au
ambao hufanya ni kama upendo uvumilia. Upendo uhesabu mabaya. Do you understand? So, tunda la Roho nini? The product of the Spirit is love. So, Paul anajadili asili hizi ni asili ya mwilini, utu wa kale, na asili ya rohoni tunaipokea, asili mpya au uzao mpya au Roho wa Mungu anayekaa ndani yetu katika nini? Wokovu. Kwa asili ya mwilini, mtu wa kale, mtu wa dhambi, matendo yake ndio yanayotajwa pale yote. Ufisadi, uchawi, urafi, ugeni, makorokoro yote ni product ya mtu asiyeamini. Ndani yake kuna zalisha hiyo. Lakini Roho wa Mungu anasema tunda lake ni hilo. Tuko pamoja? Kwa anasema kama nilivyokwisha kwa haya, anasema anachomaanisha pale, haya sio sehemu ya ufalme wa nini? Krenomos pa. Na ile neno pale. Not being a part of. Ile neno kurithi, sio kurithi kwamba kitu fulani unakuja kupokea afu mtu. No, vinavyotajwa pale ni vile vitu, yale matokeo yale. Those are not part of the Spirit or part of the kingdom. Ufalme wa Mungu na Roho ni kitu kimoja, sio kitu kimoja. So matendo ya mwili, mazao ya mwili yana sehemu katika Roho. Ni mazao ya Roho? Hapana. Je, yana sehemu katika ufalme wa Mungu? Hapana. So ana discuss yale mambo na hadiscuss watu. Hilo usipoiona unajichomeka pale, unajijaza mwenyewe. Na ukikaa tu hauwezi kuokoka. Nimewaambia mapema mchana, asubuhi hii nafikiri. Nimewaambia hivi, Biblia hii usipofundishwa namna ya kuapproach, unaweza ukatoka kama mhubiri wa ajabu au mchawi. Kwa sababu unaonaje andiko kama hili kwenda nalo sokoni? Si unabananga watu pale wanaona hakuna tumaini la kwenda mbinguni. Kwa sababu ni nani atakayeona anawini kwa mstari huu? Yaani kwa jitihada, wewe pima mwenyewe. Ujitahidi upambane uwini kwa huo mstari, utaweza? Kwa sababu kwa lugha nyingine ni kama jiokoe mwenyewe. Na kujiokoa mwenyewe maana yake shinda kila kitu. Usiwaze hata mawazo, sio ujikute umeona wivu, sio hadi uchafu, kutokuoga, huendi mbinguni kwa sababu uoga. Utakwenda mbinguni uogi. Ulafi, kuna watu wanakula utafikia wali tena. Ulafi ni matendo ya mwili. Na watu wakiwa na stress, kilo moja ya unga inaisha ya ugali. Kula mwenyewe. Stress. Moja ya ishara una stress sana ni kula sana. Kuliko kawaida. Sasa hayo yote yanaitwa matendo ya nini? Afu sasa na yanayofanana. Nafasi ilikuwa haitoshi kuandika yote. Wakaona sema na yanayofanana. Tuko pamoja ndugu zangu? So nobody will make it, kwa sababu hakuna option kwamba ikitokea umepatikana katika hayo lakini ukafanya hivi. Amesema tu watendayo mambo hayo hawataurithi. Ni kama lile andiko linalosema la Ibrania sura ya ngapi? 6. Linasemaje? Nenda pale tulisome vizuri, afu tuone kama kuna watu wanaenda mbinguni. Ibrania sura ya 6. Sura ya 6, mstari tuanzie ngapi? Kwa utamu wa neno tuanzie 4, tuanzie 3. 4. Umefika? Jamani, Waebrania ni baada ya Zaburi tu. Kwa wale ambao mjafika, baada ya Zaburi. Baada ya Yakobo, sio? Au kabla ya Yakobo? Kabla ya Yakobo. Haya. So, Waebrania. Umefika sura ya 6, mstari wa 4. 1, 2, 3. Ngoja kwanza. Hao waliokwisha kupewa nuru ni waliookoka. Na mmoja kipati si waliookoka jamani. Wamemjua Bwana. Si ndio nyie hapa? Tuendelee. Na kuwa washirika na nini? Twende. Na kuonja neno zuri la Mungu. Wakaanguka baada. Sema kwa bidii, haiwezekani. Sema tena. Baada ya kufanya nini? Wakaanguka baada ya hayo. Mambo mazuri, una roho wa Mungu, umepokea uzima milele. Haiwezekani kufanya nini? Kuwafanya upya tena hata kwa sababu kwa kuwa msulubisha mwana wa Mungu kwa mara ya pili na kumfedhei kwa jamaa anaandika kwa uzito sana.
Yaani ni kumfedhesha na kumfedhei kwa dhahiri Roho wa Mungu. Lisha Yesu mara ya pili msalabani. Sasa nataka niwaulize, yeye ambaye tangu amepokea Roho hajaanguka, aweke mkono juu. And mind you, kuanguka pale ni kukosea. Wala usipate shida sana na neno kuanguka, ukaanza kutafuta maana nzito za kuanguka. Ni kukosea. Ni kwenda nje ya mstari. Ni kufanya tofauti. Ni kufanya kosa. Ndio neno lile kuanguka. Ni Greek, simple Greek kabisa tu ya kufanyaje? Kukosea au kufanya dhambi. Sasa nani baada ya hayo hajafanya nini? Dhambi. Anaweza kupatikana kwenye kanisa la lolote ile duniani. Anaweza kupatikana. Watakatifu anaweza kupatikana. Hasa andiko linasema hivi. Haiwezekani. Kuna plan B? Kuna njia kutoka? Hajasema unajua, lakini kama kuna nabii atakuja tambandike mikono, hajasema kama atafunga na kuomba, hajasema kama ataomba rehema. Labda amesema hivi, haiwezekani kuwafanya upya tena hata watu. Maana ukianguka imetoka, imeisha. Sasa niulize, huo ni wokovu wa Kristo? Kwa lugha nyingine, inapaswa mtu usome nini vizuri, uelewe vizuri mwandishi anamaanisha nini. Sasa ni mwandishi huyu kwenye kitabu cha Ibrania hicho sura ya 10. Soma mstari kuanzia wa 10. Ibrania sura ya 10, anzia mstari wa 10. Anasema nini? 1, 2, 3. Katika mapenzi hayo mmepata nini? Mara ngapi? Yesu alikufa mara ngapi? Ambayo ikatupa utakaso mara moja. Hapa anasemaje? Kwa makuhani wa Agano la Kale walikuwa wanasimama mara nyingi wakitoa dhabihu zile ambazo zilikuwa haziwezi kabisa kuondoa nini? Lakini huyo ni nani? Alipokwisha hapo pa kushika sana. Dhabihu moja idumuyo hata, inaweza kusema kama dhabihu moja kwa ajili ya dhambi zote milele, dhabihu moja kwa ajili ya dhambi zilizopita, zilizopo na zitakazokuja, inatosha kukava zote. Anasemaje? Mstari wa ngapi huo? Twende 13. Sasa tunasoma kama community leading. Community leading ni pale ambapo unasoma maandiko mawili pamoja au matatu pamoja. Anasema kwa toleo moja amewatakasa hata. So tunarudi. Walioamini watakuwa wamefanyaje? Wametakaswa, wamekamilishwa hata kwa toleo. So tukirudi kusoma ile 6, wakaanguka baada ya hayo. Haiwezekani kabisa. Umeiona haiwezekani kwa wapi? Haiwezekani kabisa kuwafanya upya tena hata wakatubu. Kwa sababu itakuwa kumsulubisha mara ya pili. Kumsulubisha mara ya pili maana yake ni kutafuta dhabihu ya pili. Do you understand? Dhabihu ya nini? Wakati principle ni kwamba dhabihu ni nini? Inawakamilisha hata kwa kosa la jana, la leo, la kesho, la dhabihu ni amewatakasa hata milele. Amewakamilisha hata milele. Kwa wakianguka baada ya hayo, haiwezekani kuwarudishia mchakato tena kuokoka, kwa sababu kuokoka mara ya pili kunataka dhabihu nyingine. Anachomaanisha mwandishi wa Ibrania, ukishaokoka hakuna namna unakuwa hujaokoka kwa sababu yote ile. Do you understand? Kwa dhabihu ile imetosha. Ukifikiri kwenye kichwa chako kwamba kwa sababu nimetenda dhambi basi inabidi niokoke tena, ile mambo anasema walioanguka hapa katikati ya wiki waje mbele watengeneze na Bwana wapokee wokovu tena. Unaokoka mara ngapi? Ask your neighbor, unaokoka mara ngapi? Kuokoka ni mara hii. Ni tendo linalotokea mara moja, ni uzao mpya unaozaliwa mara moja. Mungu hazai watoto temporary. Mungu ni wa milele. Anazaa kitu cha kiroho ndani yako cha milele. Ni Mungu mwenyewe ndani yako, ni roho wake ndani yako. Na kukaa kwake ndiko kutakaswa kwako. Kukaa kwake ndani yako ndio kukamilishwa kwako. Kukaa kwake ndani yako ndio uzima wa nini? Wa milele. Yeye akikaa hapana tena mauti. Yeye akikaa hapana tena dhambi ndani yako. Ndio maana ya kukaliwa na Mungu.
Kukaliwa na Mungu ni dhambi kuondolewa. Maana dhambi ni kupungukiwa na huo utukufu wa Mungu. Ndio anasema. Wote wamefanya dhambi, yaani wamepungukiwa na utukufu wa nini? So, dhambi maana yake ni kumiss the mark. Umeshuka chini ya standard. Kuna kiwango na standard ya Mungu ni Mungu kukaa ndani yako. Hapo ndio uko sawa. Ndio kiwango cha juu cha maadili kuliko chochote kile. Tuko pamoja? Kwa maana yake Mungu asipokuwa ndani yako, hata ujitahidi uwe mwema kiasi gani, umepungukiwa na utukufu wa Mungu, and that is a sin. You have missed the mark. Umekosa shabaha, hujafikia standard. Kwa wote wamefanya dhambi, yaani wamepungukiwa na nini? Hivyo wanahesabiwa haki bure kwa njia ya nini? Ya damu yake, kwa njia ya ukombozi katika nini? Damu yake. Warumi 3:23. Hivyo wanahesabiwa haki bure. Hebu sema bure. Wanahesabiwa haki bure. Wanahesabiwa haki bure kwa njia ya ukombozi. Hebu tuisome vizuri. Warumi 3:23 weka Macarius version. Kana na Macarius version hapo kidogo. Warumi 3:23. I think something like that. Na kwa utamu wa neno tuanzie 21. Kwani tunazi, ndio sisi wenyewe. Tuanzie 21. 1 2 3. Haki ya Mungu imefanyaje? Kwa kuna haki ya Mungu na haki nyingine. Haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria. Kwa haki ya Mungu haina matakwa ya ufanya hiki, ukifanya hiki ndio utafanya hiki, ukifanya haki ya Mungu haki yake anaielezea. Anasemaje? Inashuhudiwa na Torati na maana ukisoma vizuri Torati na manabii utaiona hiyo haki ya Mungu. Okay, ni haki ya Mungu iliyo kwa njia katika nani? Kwa Mungu anahesabiaje haki? Kwa imani katika nani? Kristo Yesu. Kwa tukisema haki ya Mungu ni ile ambayo ni imani katika nani? Kristo Yesu. Kwa yeyote ambaye ameamini katika Kristo Yesu amehesabiwa nini? Haki na Mungu. Tunaelewana hapo ndugu zangu? Si ni rahisi namna hiyo? Je, amesema wote ambao watakuwa wameshashinda tabia, wamebadilisha mwenendo, asema haki ya Mungu imedhihirishwa, maana imewekwa wazi. Kuna namna ilikuwa ionekani sana. Sasa imefunuliwa, sio kwamba ilikuwa haipo. Ilikuwepo tangu mwanzo moja. Ni haki yake ambayo ni kwa imani katika neno lake na ahadi yake. Tuko pamoja? Ni kwa njia ya imani katika nani? Kristo Yesu. Endelea kusoma, anasemaje? Kwa wote waaminio. Kwa ile neno na pale ni neno lenye kuelezea, si kuunganisha. Wote wamefanya dhambi, yaani wamepungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Kwa wanahesabiwa haki ule kwa neema yake. Kwa njia ya ukombozi ulio katika nani? Kwa mtu anahesabiwa haki kwa njia ya nini? Ya ukombozi. Ulioko wapi? Katika matendo yake? No. Katika nani? Kristo. Kwa mwokozi ni nani? Mkombozi ni nani? Mtu anajikomboa na kombolewa. Sisi ni wakombolewa au tuliojikomboa? Tunapambana kwenda mbinguni au tumezaliwa mbinguni? Very simple. Unahitaji confuse this theologian. Kubadilisha hapo, anze kuambia tengeneza njia uende mbinguni. Tengeneza mwenendo wako ili siku ile ukikaguliwa matendo yaonekane unafaa. Hakuna uongo na uzushi kama huo uliowahi kutokea duniani. Haupo unaozidi. Kwamba mtu mwenyewe, wewe na mimi, tunaweza kujibidisha kuwini moyo wa Mungu. Huo ni uzushi ambao ukiwa tu na akili nzuri ya kuchakata mambo unakataa. Sasa mimi hiyo siwezi kuelewa kwa sababu unajua unavyofeli mara kwa mara. Unajua unavyoweza kufollow short. Alafu ndo akwambia kwamba you work out your own salvation, kwamba utafanyia kazi wokovu wako mwenyewe. Sasa nikifanyia mimi kazi ya wokovu, si niitwe mwokozi wangu mwenyewe. Hivi wewe ujiokoe, alafu ninyo nasema mimi ni mwokozi wako, ina make sense? Mwokozi na mwokolewa si inatakiwa wawe wawili tofauti. Anayeokolewa ni aliyelemewa au ambaye anajiweza? Aliyeshindwa, mtumwa au ambaye yuko fiti? Kwa maana yake tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo asanaye Mungu aonyesha pendo lake kwetu. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa ajili yetu. Alikufa kwa ajili ya nini? Dhambi zetu. Sasa dhambi alizofia, afu Mungu asihukumu tena juu yetu. Atakuwa Mungu ana akili timamu? Yaani wewe umeshahukumu dhambi tayari. Kuna mtu amesema nilipa deni ya dhambi.
Alafu unasema tena nawaangalia. Alilipa lakini sio, msichukulie poa. Mungu atakuwa anajiconfuse. Huyu ndiye anayeongea hivi. Alafu kule aseme kwamba nawaambia watendao hayo hawataurithi. Wewe poa, anajichanganya. Ndio ameandika Warumi, ndio ameandika Waefeso, na anakuja kutajia kwenye Galatia tena anatuambia kwamba hawataurithi. Lini? Umesema ya kwamba hawa watu wanahesabiwa hivi. Kuhesabiwa haki sio kwa kwenye ufalme. Aliyehesabiwa haki yuko wapi? Aliyehesabiwa haki maana yake yuko sawa na Bwana, si ndio? Hana kesi na Bwana, si ndio? Ana amani na Bwana, si ndio? Ana ushirika na Bwana, si ndio? Sasa inakuwaje tena waanze kusema hata urithi? Au ufalme uko wapi ambao tunatakiwa tuende tukaurithi? Maana sentensi yenyewe imekaa kimtego sana. Hawataurithi. Lini? Mtu akiwa anahubiri, unajua hautaurithi, muulize vizuri, bro, lini? Kwa sababu tunaonekana huko nje ya wakati, sisi tuko kwenye ufalme. Unamwanzaje kumwambia, yaani kumwambia, unajua mimi sasa kuelewa sentensi mwambie aliyeokoka kwamba hautaenda mbinguni. Unakuwa na maana gani? Yaani mama umeokoka. Alafu nakwambia unajua ninavyokuona mama hautaenda mbinguni. Inabidi tumuulize, unaelewa maana ya kuokoka? Tuanzie mwambie mhubiri, calm down. Weka Biblia yako chini. Tujifunze kwanza. Wewe unaelewa maana ya kuokoka? Unaelewa maana ya kuzaliwa mara ya pili? Unamuuliza, aliyeokoka amezaliwa mara ya pili? Ndio. Sasa mbona Yesu mwenyewe amesema kwamba ukizaliwa mara ya pili ndio unaingia wapi? Kwa aliyezaliwa mara ya pili yuko kwenye ufalme, amezaliwa kwenye ufalme. Na kuzaliwa mara ya pili kuzaliwa kwa roho. Tuko pamoja? Anasema umeokoka lakini Yesu atakapokuja utakuwa wapi? Mara ngapi niwe mahali nikishaokoza? Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Wewe unaniambia tena nitakuwa wapi? I have a very simple answer. Nitakuwa pale pale. Wapi? Ndani ya Kristo. Siku akirudi utakuwa wapi? Angalia njia zako, angalia mama, angalia baba, uwe ulevi, unapenda jehanamu. Yesu akirudi leo, bro, naambia calm down. Niko ndani ya Kristo, na akirudi kesho au miaka 1000 ijayo, anarudi na mimi. Kwani ameenda wapi? Na ukiambiwa wakati mwingine akirudi, muulize ameenda wapi? Kuna watu wanapaswa kuulizwa maswali magumu. Sema maswali magumu. Kwa sababu yatawasaidia warudi wakajifunze vizuri Biblia. Kwa sababu kama hujui hiki kitabu afu naenda kuhubiri, na wanaoniumiza sana ni hawa, mimi nawaita ni waspe. Mtu ameenda Biblia mtaani, nikikukamata mshirika wangu, ameenda Biblia mtaani na kikapu cha sadaka. Yaani hivi unatokea wapi kwenda kuchukua sadaka za watu ambao ndio unahubiria injili? Wewe unaenda kupeleka Yesu, unaenda kupeleka tumbo lako. Ni habari njema, ni habari za shida yako. Umekuja na sadaka afu unasimanga dhambi zangu, sikupi hela. Kwanza unatoa hela, mimi nashangaa unatoaje hela mtu umesimangwa toka asubuhi. Wewe ni msisi, wewe mlevi, wewe utafikiri tuko pamoja. Mimi dhambi zangu nazijua. Umetuma uje uhubiri dhambi zangu, umetuma uje uhubiri solution ya dhambi zangu. Umeambiwa kamhubiri Yesu. Aaminie katika Yesu anao nini? Wewe unaenda kuhubiri dhambi. Kwa hiyo unataka niamini katika dhambi zangu? Bili vya ajabu. Alafu unakuta yuko pale, na mmoja anaweka muziki pale, anaimba na nani, speaker, na kapu liko pale. Hii ndio unaona ile kapu. Hivi watu wa Mungu hawezi kudiscern when to receive gifts. Kumbuka hatukuachwa bila mifano. Sasa mambo haya yanaandikwa kwa jinsi ya mifano. Ili, yani ile mifano sio mifano kama lugha za picha. No, yani kama patterns na yani vitu ambavyo vielelezo vitusaidie sisi vile kujifunza. Unakumbuka story ya Elisha na Gehazi? Do you remember? Naamani alikwenda, hakwenda na zawadi. Hakwenda kumshawishi nani Elisha kwamba achukue zawadi. Elisha alisema nini? Si wakati wa kupokea nini? Mtu ambaye unampelekea injili ni mfu, yuko dhambini, ni mtumwa. Huyu unaenda kumpa neema, unaenda kumpa pendo, kumwonyesha Mungu. Zawadi zake unataka za nini? Wewe unataka roho yake, unataka hela yake? Yeah? Je, huo ni wakati wa kupokea zawadi? Huo ni wakati wa kuwa na mzigo kuvuna huyu mtu. Huo ni wakati wa kuwa na mzigo huyu mtu amgeukie nani? Bwana. Sio sasa kama umesikia neno na umeguswa weka sadaka.
Badala kwamba ikiwa habari hii umeipata na umeelewa katika moyo wako, tafadhali njoo niombe pamoja nawe. Unasema weka sadaka yako, support. Yaani asiamini ya support kazi ya Bwana. Ulikotoka una familia. Hawa ni watu ndio wanajitaka wainjilisti wa mabarabarani. Hawana makanisa. Kwa sababu kama una kanisa na limekutuma, linapaswa lidili na habari ya mizi zako za kwenda kwenye injili. Hatuwezi kuweka mzigo wa kusupport injili kwa wasioamini. Walioamini kanisa ndio litume mitume wake, wainjilisti wake, wakafanya nini? Wakahubiri, liwawezeshe nauli. Amen. Mimi nikiona mtu anafanya hivyo najua kwamba huyu ametoroka, hata mchungaji wake ajue ameenda kuhubiri injili. Huyu amekuja kutafuta kipato kwa jina la Yesu na kwa jina la Biblia. Unapanda kwenye basi, wanatuharibia mpaka unashindwa kuhubiri mtu mwingine kwenye basi, kwa sababu ukisimama unasema unaona mtazamo utakuwa yule anataka kuchukua sadaka. Ukikaa kwenye basi unaonaje watu wanaokaa kwenye basi? Pale ambapo mtu fulani anasimama kutaka kuhubiri. Yaani kuna namna anaangalia. Yaani kuna akili fulani hivi kwamba hapa tujiandae sasa, baada ya neno kutakuwa na kutoa nini? Hatuwezi kuliheshimisha jina la Mungu wetu ukahubiri injili. Ukahubiri injili, ukamtangaza Kristo, kazi yake, wokovu wake, neema yake kwa wale watu waliochoka, walioonewa na adui, afu wale watu wakapokea na ukawaombea, ukawajaza neema kwa maombi na matamko mazuri na uhakika wa wokovu, afu ukawatakia heri, ukaenda. Haitakuwa njema? Haitakuwa nzuri? Unaanza basi, toa ndugu, toa ulicho nacho, usupport. Anajua hata ufalme wenyewe unasema support. Huyu mtu ni mjinga huko gizani. Unamwambia support ufalme upi? Wewe hapo unatakiwa ufanye kazi ya kumleta kwenye nini? Ufalme. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa hawa ndio wanaoenda na hii mistari. Kwa sababu ni rahisi kuchukua hela kwa watu walioogopa. Hivi unafikiri mtu anakupa hela yake kiasi? Hela mjie mnafahamu, mjini hela ni ngumu eti. Ni uongo. Mtu atoe 2000 yake anakupa tu wewe. Braz. Kwa technique. Wapige mkwala wa kutosha mpaka wajione labda hela yao itawasaidia kidogo kulainisha moyo wa Mungu. Kwa wanakuja kuchochea tu. Wafanya mambo kama haya hawataurithi. Wewe unamuuliza, wewe unaurithi? Umeurithije? Maana wewe mwenyewe una issues. Ukishanitangazia mimi kwamba wazinzi, walevi, washerati, waongo, mafisadi, wavitini, vile hawataona ufalme. Sasa ninakuja, wewe utauona. Na kama utauona kwa sababu umeshinda haya. So, tusubiri injili kinafiki. Tuhubiri injili kwa dhamiri nini? Ni kama kwenda kuhubiri injili ukiwa una uhakika na uhakika wake, usalama unaotolewa kwamba huyu mtu hatapotea. Maana yake ni kwamba unataka leo ukamshawishi, ukamdanganya wote mpotee. Yaani wote mwishie ambako hamjulikani mnaenda wapi. Kwa sababu wewe huamini kama unaenda mbinguni. Unamuuliza mtu, kwa hiyo una uhakika utaenda mbinguni? Sasa unajua ni neema ya Mungu tu, tunaenda kumwomba Mungu. Unahubiri nini? Unakuwa kama Muhammad, sio Muislamu tu. Muhammad amewaambia wenzake kweli kweli. Kabe mimi mwenyewe sijui jamani, niombeeni. Kwa sasa tumswalie mtume. Amjui wanamswalia mtume? Wanamswalia mtume, yani mtume alileta message, yeye mwenyewe hana uhakika na hayupo, yani anataka maombi sukume ili kama Mungu ikimpendeza moyo wake akubaliwe na yeye. Kwa unaenda kuhubiria watu wenye mashaka. Yaani wewe una mashaka, unaenda kuhubiria wenye mashaka ili wenye mashaka mwe kwa mashaka square, muendelee kutembea kwenye mashaka yenu kwenda gizani kusikojulikana. What kind of the gospel is that? Ukienda kuhubiri injili, nenda na uhakika. Waambie wale watu, Yesu anaokoa na ana uwezo wa kuokoa kabisa mpaka mwisho. Ukimwamini anakusamehe dhambi zako na unafutiwa, hati yote ya mashtaka haitakuwa juu yako. Hautaingia hukumuni, unakuwa mwana wa Mungu na una uzima milele. Inyoshe injili ijae, ikamilishe. Usiweke lakini ikiwa ikitokea muache. Sasa unajua ukisema hivyo ndio basi sasa watu watajechea, watakuwa dhambi. Wewe ni Yesu. Yesu aliyookoa ndio amesema hivi. Nani anataka kuanza kama atakuwa wewe au sio wewe? Wewe inakuhusu nini?
Wewe mwambie kahubiri injili. Atakayeamini mwachie afanye kazi yake. Wewe huwezi kumbadilisha mtu kwa kumtishia. Hauwezi kumbadilisha tabia ya mtu kwa kumwonya kila siku. Mungu anabadilisha mioyo ya watu. Neno lake ndio linalotengeneza watu. Ndio anasani. Mnanielewa ndugu zangu? Tuko pamoja? Kwa injili unaiacha ijitetee yenyewe. Liamini neno la Mungu, muamini Yesu aliyewaokoa, aliyesema hivi, hawa walionipa Baba, hakuna mtu anayeweza kuwapokonya katika nini? Yeye ndo amesema, tangazo la kibabe kabisa. Wote walionipa Baba sema, na mapenzi yake nilipeleka ni haya, kwamba nisimpoteze hata mmoja bali nimfufue siku ya mwisho. Yeye ndo amesema, kazi aliyopewa, assignment ni kuhakikisha kwamba nini? Unafufuka siku ya mwisho. Maana yake ni kama ole wangu nisikufufue. Aliyenituma ameniambia kwamba nihakikishe unafufuka. Kwa wewe pinduko unavyojua kama ni mwewe utaumia huku duniani, utapigwa ila mimi nitakufufua. Ukijifanya mwewe ufundi huku utapigika ila kufufuka utafufuka. Umeelewa hiyo? Kwa kama una akili njema, nyooka. Kwa sababu kuna kufufuka wakati uliteseka sana na unafufuka wakati ulikaa sawa. Lakini umefufuka. Tuko pamoja? Ulishinda jela miaka yote 60 ila utafufuka. Kufufuka sio tatizo, utafufuka. Tuko pamoja? Ulikuwa na ume 10 duniani wakakutesa sana, utafufuka. Mateso ni yako. Ila utafufuka. Uliiba vya watu wakakuchoma matairi, ila utafufuka. Kwa hiyo habari ya kufufuka anayo yeye. Amesema mimi nitakufufua. Nitakufufua. Na ndio uaminifu wake. Kwa nini tunamwabudu Mungu? Ni mwaminifu. Hageuki katika ahadi zake. Akisema anafanya. Anaweza kutegemewa. So we worship. Yuko tofauti na wanadamu wanaweza kugeuka. Tunamwabudu Mungu sababu yeye anaweza kuvumilia mpaka mwisho. Yaani yeye haimchoshi, yaani hapigwi surprise na matokeo yako wala achanganyike. Nasikia kufa. Wewe ungekuwa Mungu. Yani wewe ungekuwa ndio leo ukapewa cheo cha Mungu. Maana ukiwa Mungu utakuwa kama Mungu hivyo. Ila ukapewa cheo cha Mungu ukiwa hivyo mwanadamu. Unahitaji tu sekunde 5 utakomedai. Yale mambo macho yako yataona. Yaani hapa tu Dar es Salaam pale Tabata pale ukainuliwa juu hivi alafu nyumba zikafunuliwa alafu kaona mambo yanaendelea kwenye kitongoji kimoja. You die. Lakini Mungu yupo. Anasifiwa, anafurahi, yupo tu, anafanya watu wanafanya kazi. Anafanya kazi. Hajai kupanic. Hajai kupata pressure. Anafanya kazi yake katikati ya wanadamu. Hallelujah. Tumeelewana ndugu zangu? Uishike hiyo. Kwa kanisani tumesema ni mahali ambapo nini kinafanyika? Lengo la mafundisho ni ili kuwakamilisha nini? Kazi ya huduma fanyaje? Tusio watoto wachanga. Kwa mambo haya ambayo tumeongea hapa yako hivyo katika Ukristo kwa sababu ya uchanga. Kanisani badala ya kuwa sehemu ambapo mafundisho yanafundishwa kwa kina na watu wanaelezwa vizuri systematically, imekuwa sehemu ya kufanya programu za burudani au mambo mengine tofauti. Tuko pamoja? Mambo mengine nini? Tofauti. Unataka kusoma uchumi, kuna watu walimu wazuri sana uchumi hapa. You don't need to wait in the church to learn economy. Amen. Ukitaka kujifunza sikiza hasa kanisa, nataka nikuze talent. Unajua kuna sauti za ajabu sana duniani. Eti mtu analaumu kanisa. Nini? Yaani kanisa badala ya watu wanaomba tu likuze talent. Kanisa likuze talent yako. It's not the mission of the church to kuza talent yako. Nataka litoe platform watu wenye talent za uimbaji, watu wenye talent za maigizo, watu wenye talent za kuchekesha, wao wanachekesha kanisani. You are very stupid. Ndio maana unakuta majitu yanacheka tu ukiuliza wokovu nini hayajui. Kimuuliza Yesu akirudi leo tena mbinguni anasema naomba Mungu anisaidie. Unajua tu huyu bogus, hamna kitu. Miaka 10 kanisani alijui kitu. Mwingine wote limejaa roho linanena kwa lugha kabisa lakini haelewi kitu. Mchawi tu akitokea anaanza kulia, mchungaji, kuna wachawi huko. Huyu mjinga anataka chapo makofi. Miaka 10 huko kanisani unalia wachawi wamekuja.
Chapa makofi ukikuwa karibu naye, mimi na utakuwa umenisaidia sana. Huwa mjumbe mzuri. Chapa makofi, mpe chini tufanye Bible study hapa. Sasa huyu mtu alikuwa mvivu kwenda Bible study, mvivu kwenda seli, mvivu kwenda maombi, mvivu kwenda kanisani, kwa hajui kitu. Unanyanyaswa na wachawi. Mwezi jirani yako wewe ni mmoja wapo wanaonyanyaswa na wachawi. Ukiwa unaenda kanisa ambalo linasema unakwaje mtoto wa Mungu unatembea kwa baiskeli, kwa miguu, unakwaje mtoto wa Mungu bado unapanga. Makanisa kama haya ambayo akili yote kwamba kuwa mtoto wa Mungu ni kufanikiwa kuwa na mahela mengi duniani, ndio ambayo watu wananyanyaswa sana shetani, kwa sababu hawaambiwi wao ni nani katika Kristo, katika maana na mantiki kweli ya msingi wa wokovu wao. Wanaambiwa vitu ambavyo hata wachawi wanavitafuta. Kwani nyumba na magari hawamiliki watu wasio hawajui hata mlango wa kanisa? Unahitaji Roho Mtakatifu wewe na gari? Yaani kimsingi kama wewe ili ujenge nyumba unahitaji mpaka wewe ni wakuonea huruma sana. Nyumba, gari, mashamba, viwanja unaweza kupata bila Roho Mtakatifu, bila hata kwenda kanisa. Yapo majitu hayaabudu Mungu, hayajui hata kanisa lipo. Na wanamiliki. Na hawajui hata kwa mganga wa kienyeji. Maana wengine kimbilia kafanya ni mali wamepewa na shetani. Ndugu yangu, Mungu ametoa mali hizo za dunia kwa wote, waaminio na wasioamini. Wanaomshukuru na wasiomshukuru. Kwa wema, jua linaangazia wanaoenda kwa mganga wa kienyeji na wanapewa jua. Linaangazia walokole peke yake. Mvua ikinyesha inanyeshea wakina nani? So mali za dunia sasa tunachukua sisi tuipate kimungu kwa sababu wao wameipata kwa shetani. Acha uongo, shetani hana cha kutoa. Tuko pamoja? Yote anapotoa kwa shetani ni counterfeit. Tunandio mambo yanakuwa ya hovyo tu, watu wanakufa tu kijinga, mambo yanakuwa ni super, ni vitu vya hovyo wala it's not real. Lakini watu wanafanya kazi tu kwa bidii na wanapata hela. Watu wanakaa kwenye kanuni na principles, wanafanya biashara mjini, wanafanya kazi, wanapata hela. Hawajui gawa kienyeji, hawajui mlango wa nini wa kanisa. Tuko pamoja? Kwa lazima uwekeze, mabeje na kuwekeza katika mambo ya roho, katika mambo ya umilele. Jifunze Kristo, penda kanisa, Bible study, fellowship, seli, kuhubiri injili. Tuko pamoja? Sifike sehemu tu tunakaa pale mlangoni na sasa umekuja na nani? Rudi nyumbani kuhubiri injili, ingia wewe na mwenzio. Umekuja na nani? Nimekuja mwenyewe. Nenda hapo mtaani katafute mwenzio. Fanya mwenyewe. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sema mimi nipo kati ya wale ambao Mungu anaamsha shauku ndani yao kwa roho wa Mungu. Kuna mwamko mpya, kuna moto mpya wa roho. Ni moja watumishi wa Mungu wanaohubiri injili na wanaofanya wanafunzi na wengi kwa Yesu wanapona katika jina la Yesu. Usiwaza mimi ni ukuhani wa kifalme. Unajua makuhani ni kina nani? Makuhani ni watumishi kwenye nyumba ya Mungu. Uweze kubaki tu ukuhani wa kifalme, tunafanya ukuhani, tunatawala kwa Kristo. Kutawala kinamna gani? Ni kutawala kwa namna gani? Ni kwa kutumika. Sio utawala sasa we are kings, so I walk like a king. It's not like that. Unaanza kufanya miguu. Kuna mmoja kanaambia sema now sit as a king. You know you are a king. Sit as a king. Basi wakaweka miguu hivi. Sasa mfalme unakula maharage. Mfalme gani? Kwa jamaa kaanza kujisikia vibaya kama sasa mimi nakula maharage, inaonekana mimi nakuwa sasa sio mfalme, nianze kutafuta nyama. Mafundisho mabaya ni kama uchawi. Yanaharibu maisha, yanaharibu akili za watu. Ukifundishwa vibaya, mimi nakwambia labda wewe hujapata fundisho bovu likakuharibu. Unaweza usielewe sana uzito wa fundisho bovu. Unasoma ule mstari kwenye Biblia. Basi nikaona jambo la kushangaza sana duniani. Jambo la kushangaza chini ya jua. Ya kwamba wafalme wanatembea kwa miguu na watumwa wamepanda farasi. Mtoto wa Mungu, huwezi kutembea kwa miguu. Wewe ni mfalme. Ndio brother, calm down. Ujui injili na neno la Mungu ulijui. Kaa chini tukufundishe. Leo ulimisi darasa Samuel. Alifanya nini? Alimisi darasa Samuel. Hallelujah. So, umejengwa? Uko tayari tuendelee Jumapili ijayo?
Kwenye hili somo tutakuwa tunaongea tu mambo. Tunaongea mambo mengi tu. Hakuna shida. Nimeamua hiyo hivyo tu. Haleluya. Tunaongea tu. Tutajifunza tena. Tulichoanza usisahau. Point inasemaje? Kanisani tunafanya jambo la kwanza nini? Activity tunafanya? Mafundisho. Na hata tujaigusa. Mafundisho. Church is a place to learn, to receive teachings, ili ukue kiroho, usitupwe huku na kule na elimu za kila namna. Amen. That is church. It is where we learn. Tunajifunza Kristo. Hatujifunzi kutengeneza maandazi mazuri au vitumbua. Tunajifunza Kristo. So simama kwa miguu yako mwenyewe, omba kwa ajili yako, kwa kile ambacho Mungu amekusemesha, ulivyoangazia. Kwa sababu kumbuke tulipokuwa tunaanza kuomba, tuliomba kwamba macho yameleta tuwe nuru. Si ndivyo? Kile revelation knowledge tunajifunza. Kwa hiyo ni vizuri sasa uangaze ndani yako, uone na usikie kile Mungu amesema na wewe, na hatua ambazo unachukua. Kama unaona tuko na vitu ambavyo unasikia unataka ukavifanye, urekebishe, uweke mambo mengine, unaandika, and you go and pray again and again home so that you grow. Lengo la kujifunza ni kukua, sio kujaza mambo kwenye kichwa. Glory to God.